Sidhani kama kuna maneno ambayo ninaweza nikamwelezea msikilizaji huyu mtayarishaji wa hii simulizi, lakini siku zote huwa ninakutolea mfano kwenye ile story yake Aunty Zena, na ni mtu ambaye tunamjua sana kwenye uandishi wa story ambazo zinahusu maisha, story ambazo zinahusu mapenzi na story ambazo zinahusu yani ile tunasema nini, karma. Sasa msikilizaji, ni safari mpya kabisa, story ambayo itakuwa imeandaliwa kwa ajili yako na inasimuliwa nami Lucas Lumbasi. Mtayarishaji ni Asia Zungiza. Asia bwana, story yake hii tunaanza kucheki katika kijiji kimoja hivi ambacho kinaitwa Vomero. Siku hiyo ilikuwa ni mida ya mchana. Kulikuwa kuna kashughuli kidogo hivi ambako kalikuwa kana mhusu kijana aliyeitwa Mabula. Huyu Mabula ana miaka 30. Sasa siku hiyo Mabula alikuwa anamuoa mchumba wake wa muda mrefu sana. Huyo binti alikuwa anaitwa Timanya na yeye ana miaka 27. Sasa bwana, ndoa hiyo ilifungwa na iliweza kuziba midomo ya watu wote ambao walikuwa wakimcheka Timanya siku za nyuma kuwa hawezi kuolewa, yani hataolewa, ataachwa kwenye mataa. Unajua ni kwa nini msikilizaji walikuwa ni kama wanamcheka? Ni kwa sababu miaka 3 nyuma Mabula alienda mjini kimasomo. Hivyo watu wote walijua kuwa hawezi kurudi tena kumuoa huyo mshamba wa kijijini, na badala yake atapata mrembo huko huko mjini. Na Mungu si Athumani wala Juma, baada tu ya kumaliza masomo yake ya uandishi wa habari, Mabula alirudi kijijini kumuoa mpenzi wake huyo. So baada ya ndoa kupita, walienda kuishi kwenye nyumba ya Timanya. Hiyo ni nyumba ambayo Timanya aliachiwa kama urithi na wazazi wake ambao walishapoteza maisha miaka iliyopita. Sasa mbali na nyumba hiyo, Timanya aliachiwa pia mashamba makubwa, yalikuwa ni mawili. Mashamba yenye ardhi nzuri, tena ardhi yenye rutuba ya kuzalisha mazao kwa wingi. Sasa ilipita miaka 3 bila Mabula kupata kazi ya kufanya. Hivyo alimtegemea mkewe kwa kila kitu kwa kipindi chote hicho. Kwa Timanya hilo halikuwa tatizo, maana alimpenda sana mume wake. Basi bibi huyo alikodisha mashamba yake kwa wakulima, na kilichopatikana kwa kila mwezi alikigawa. Kimoja walikula wao na kingine alipeleka ukweni, yani nyumbani kwa mama yake Mabula. Mama yake Mabula alikuwa ni maskini sana, na yote ni kwa sababu ya kuuza vitu ili sasa kumsomesha mwanae ambaye alitegemea siku za usoni angekuja kumsaidia baada ya kufanyaje, ya kuajiriwa. Sasa kutokana na msaada ambao Timanya na mama yake Mabula alimpenda sana Timanya, na siku zote aliwaambia watu kuwa mtoto wake Mabula kapata mke wa uhakika. Sasa bwana, siku zilienda. Baada ya muda mrefu kupita, hatimaye Timanya alibeba ujauzito. Hivyo shughuli zote za mashamba alimwachia mume wake Mabula ndo afanyaje, asimamie. Mimba ilikuja na baraka zake bwana. Siku moja Mabula alisikia tangazo redioni kuwa kuna media mpya imefunguliwa, inaitwa Amora Media, na inatafuta wafanyakazi 10 tu waliosomea utangazaji na uandishi wa habari. Mabula sasa yeye alitoka mbio hadi kwa mke wake akamwambia hizo habari. Timanya alifurahi sana, akasema kuwa mtoto wetu anakuja na baraka jamani, nenda mpenzi ukajaribu, usichelewe. Basi Mabula hapo alinywea kwa huzuni, akasema ya kwamba sina kitu mfukoni, tuna 200 tu hapa na zimetokea shambani kwako. Basi Timanya aliushika mkono wa mume wake kwa upendo mkubwa sana, akamwambia kwamba hiyo pesa chukua 100,000 ufanyie nauli, alafu na chukua na akiba yako nyingine niache tu mimi kidogo, umpeleke nyingine kidogo, mpeleke na mama kule. Basi Mabula akasema asante sana mke wangu. Sasa Mabula alimbusu mkewe kwa upendo wa hali ya juu sana. Kesho yake alfajiri Mabula alisafiri akaenda huko mjini kwenye hiyo kampuni bila kupoteza muda. Alipofika alikuta foleni, watu walikuwa ni wengi sana kwenye usaili kiasi kwamba walifika 300. Kwa kuwa waliotafuta kazi walikuwa ni wengi ambao wanahitaji kazi, waendesha usaili huo walijadiliana, wakaamua sasa kwenda na upepo. Basi mbaba mmoja mwenye kitambi aliinuka na kusema ya kwamba nafasi zipo 10 tu, na mliopo hapa kuipigania ni watu 300.
Jamani, hii kazi mkataba wake ni wa miaka 10 na mshahara ni 1.5 kwa mwezi. Mshahara mnono kweli kweli. Sasa basi kwa nyie 300 anayetaka hii kazi ainunue kwa 2 milioni. Kufikia kesho jioni watu 10 wenye 2 milioni mkononi tunawaunganisha moja kwa moja. Basi msikilizaji, kila mtu alibaki kaduaa baada ya kusikia kutoa 2 milioni ili kupata hiyo kazi. Tena mwisho ni kesho. Mabula sasa akarudi kijijini siku hiyo hiyo, huku akiwa nikanyong'onyea sana maskini. Alipofika mke wake akamuuliza kwamba vipi huko utokako mume wangu, kwema? Mabula kwanza alishusha pumzi, yani ile pumzi ya kukata tamaa, huku akisema ya kwamba ng'ombe wa maskini hazai mke wangu. Hebu tizama, baada ya babangu kufariki, mimi na mama tuliuza mashamba na nyumba yetu kubwa ya urithi ili mimi tu niweze kusoma nije kumsaidia mama yangu, lakini kazi sijapata hadi leo. Mama anaishi kwenye kibanda cha miti hadi leo na mimi nipo hapa kwa mke wangu tu. Basi Timanya akasema kwamba Mabula, unaongea nini sasa? Kama tatizo ni mama yako, basi aje tukae naye hapa, hakuna shida. Kwa nini unalalamika kiasi hicho? Hebu kwanza niambie huko ulikotoka imekwaje kwanza? Mabula akasema, Timanya mke wangu, inahitajika yani nipate 2 milioni kufikia kesho. Tena ni kesho yenyewe ni kesho jioni hivi ndio nipate, afu ndio naweza nikapata hiyo kazi. Afu watu ni wengi sana mke wangu. Hivyo elewa tu kwamba mkono mtupu wa ulambwi. Timanya akasema, 2 milioni? Mungu wangu, tutatolewa piso pesa? Mabula akasema, kama ikipatikana hiyo pesa basi tutakuwa tumewini sana. Kwa maana hii kazi mshahara nitakaolipwa tutaweza kuirudisha hii pesa ndani ya miezi 2 tu. Mke wangu, hebu basi tujaribu hata kufanya kitu. Mimi na shauku sana kupata kazi mimi. Basi Timanya akasema kwamba kitu gani mume wangu ambacho tutafanya sasa? Basi Mabula alifikiria, akapata wazo. Alimwambia mke wake kuwa wakakope pesa mjini, alafu dhamana iwe mashamba yake yale 2. Sasa Timanya alifikiria akaona bora akubali, kwani mume wake akipata kazi ndio amepata nini? Wamepata wote. Basi Timanya akasema sawa. Kesho yake asubuhi Timanya na Mabula walienda kuomba mkopo kwenye taasisi ambazo zinakopesha. Na sehemu zote walizoenda kukopa kulikuwa kuna process nyingi sana za kuchukua. Na ilikuwa inachukua kama siku 3 hadi 4 ili uweze kupata huo mkopo. Ila kuna sehemu moja hivi bwana, hiyo sehemu ilikuwa inaitwa Yamoto. Sasa hiyo sehemu bwana, Yamoto ni sehemu fulani hivi ambayo unapata mkopo papo hapo, ila sasa riba yake ni 50% na ni ndani ya miezi 3 tu. Yaani kama unachukua 2 milioni basi unatakiwa kulipa 3 milioni hivi na point. Sasa Mabula na mkewe walichekecha akili, wakaona watamudu tu kulipa hiyo pesa. Wakishapata ajira kila kitu tu kitaenda sawa na watalipa hiyo pesa ambayo inafanyeje, inatakiwa. Basi bwana, walipewa 2 milioni na wakatakiwa kuzirudisha 3 milioni kwa muda wa miezi 3. Mabula alimwambia mke wake kuwa baada ya kupata hii kazi nitalipwa 1.5 milioni, hivyo tutajibana bana tu kila mwezi tutoe 1 milioni kulipa deni, alafu nusu inayobakia ndo tutafanyaje, tutatumia. Basi Timanya akasema sawa mume wangu, na kuambia upate kazi. Basi waliagana, Mabula akapanda magari ya kwenda huko na Timanya airudi kijijini. Sasa wakati yupo kwenye gari, Mabula alisinzia. Kuna mtu aliingiza mkono mfukoni mwake bwana, akatoka na bahasha ile pesa. Kisha huyo alishukia kituo kinachofuata. Sasa Mabula alipofika mjini, alishuka kwenye gari na kuelekea huko kwenye usaili. Alikuta watu 9 wameshapeleka pesa na wamepita, bado mmoja tu ili sasa watimie wangapi? 10. Watu wengi walikuwa hapo wanaomba, kwa maana wana pesa nusu, hazijafika 2 milioni, ila walikataliwa. Sasa Mabula alipofika alisema kwamba mimi ninazo zote 2 milioni hizi hapa. Basi mtu wa usaili baada ya kusikia hivyo akasema kwamba haya, wewe mwenye 2 milioni cash, pita huko mbele. Jamani, zoezi limefungwa rasmi. Basi watu waliokosa nafasi waliondoka huku wana masikitiko sana. Maana wapo waliokuwa na 1.5 milioni, wengine 1.8 ila ndio hivyo wamekosa. Sasa Mabula alipofika mbele, aliingiza mkono mfukoni kutoa bahasha yenye pesa, ila maskini hakukuta kitu. Alijikagua lakini wapi, hakuna pesa. Alifungua mifuko yake yote hadi akataka sasa kuvua nguo kwa kujisachi. Wapi?
Aliulizwa na watu wa usaili kwamba wewe, mbona unatufanya kama sisi wajinga? Wewe umesema una milioni 2 kamili. Vipi tena? Mabula akasema ndio nilikuwa nazo. Sasa sijui hata zimedondokea wapi. Akaambiwa kwamba naomba ondoke haraka sana hapa, pumbavu nini? Yaani tumewarudisha wenzako wenye pesa nusu, kumbe wewe huna hata 100. Mabula akasema tafadhali jamani nimeibiwa bila kujijua. Naombeni basi hiyo nafasi. Ni muhimu sana kwangu jamani, naombeni. Mabula alipiga magoti huku sasa chozi linamdondoka. Wakamwambia kwamba wenzako walikuwa na pesa nusu ila tumewakataa. Itakuwa wewe ambaye huna kabisa. Toka haraka bwana. Basi aliitwa mlinzi. Baada ya kuitwa mlinzi, jamaa akaja kutolewa mzobe kama mwizi vile. Mabula akasema jamani, nimekopa hii pesa, naombeni mnisaidie basi nipate kazi. Naombeni mnisaidie sana. Nipo tayari jamani, mnikata hata milioni 2 kwenye mshahara wangu kila mwezi. Nategemea hii ajira. Naombeni mnisaidie. Jamaa alilia sana. Mabula aliomba huko machozi yanamtoka, lakini wapi. Alienda kusukumiwa nje ya geti, akadondoka kama furushi la miogo. Sasa Mabula akiwa hapo chini alikumbuka jinsi walivyopata hiyo pesa kwa kuweka rehani mashamba ya mke wake ambayo ndio tegemezi lao. Alipiga ukunga huo kwa uchungu sana. Sasa mara bwana, kuna gari ilikuwa inakuja hapo. Ilipofika karibu ya geti, ilipiga honi ya kumshtua Mabula ambaye alikuwa kakaa mbele ya geti la kuingilia hapo aweze kufanyeje kutoka. Sasa dereva alipoona honi haisaidii, alifungua vioo vya gari, ndipo akaonekana bwana. Alikuwa ni mwanamke wa miaka kama 40 hivi aliyeitwa Amora, na ndiyo mmiliki wa hiyo media. Amora alimuuliza mlinzi ya kwamba huyo kijana ana shida gani? Hasikii honi ama? Mlinzi akajibu ya kwamba madam, huyu kakosa ajira, hajakidhi vigezo, ndio tunamtoa hapa analia. Basi Mabula aliposikia huyo dereva kaitwa madam tena kwa unyenyekevu, alihisi basi huyu ndo atakuwa na cheo. Basi alienda kupiga magoti pale kwenye kioo kilichokuwa kimefunguliwa, akaanza kujielezea kwa Amora kuwa madam, naomba unisaidie. Madam, nilikopa pesa ili nije kupata kazi, lakini matokeo yake nimebewa zile pesa na kazi ndio hivyo sijapata, bado na deni kubwa la kulipa. Naomba unisaidie sana dadangu, nakuomba. Sasa wakati Mabula anajielezea, Amora alikuwa bize kumtazama Mabula juu hadi chini, kifuani hadi kwenye kidevu. Moyoni mwake akajisemea kwamba anaonekana mshamba ila anafaa kwa matumizi. Na kile kifua kudadadeki. Amora alikuwa ni ule mama fulani hivyo, wale mama wa mjini wanaoitwa mishangazi. Sasa ndio Amora. Amora alimtazama Mabula kwa muda, kisha akamuuliza kwamba je, una sifa zote za kuajiriwa? Mabula akasema ndio madam, ndio. Ona vyeti vyangu hivi hapa madam, hivi hapa vyeti. Basi Mabula haraka aliinuka akampatia Amora bahasha yenye CV zake. Amora alivitazama vyeti vya Mabula, akaona kuwa vilikuwa ni vizuri na anafaa kuajiriwa, japo haikuwa kipaumbele chake. Basi alimgeukia tena Mabula akamwambia kwamba sogea hapa. Basi Mabula alimsogelea Amora, yani dirishani pale, huku sasa anapangusa machozi. Amora bila aibu wala haya alimuuliza Mabula kwa sauti ya kunong'ona ya kwamba kama nikikupa ajira na wewe utakuwa tayari kwa lolote? Mabula naye bila kufikiria maskini akasema kwamba dada, yani nitafanya chochote dadangu, I swear, nitafanya chochote. Basi Amora akasema ingia ndani ukaajiriwe, utaenda kupewa ajira, lakini nifuate ofisini kwangu kesho kabla hujaanza kazi. Mabula akasema sawa, asante sana dadangu. Sasa Amora alipofika ndani alitoa maagizo kwa watu wake wa usaili kuwa wamfanyie interview Mabula na kisha aajiriwe. Wale wenzie ambao sasa wametoa pesa kupata hiyo kazi waliumia sana kuona kwamba mwenzao kapata ajira kiurahisi tu bila kutoa pesa. Basi Mabula alifanyiwa interview kisha akaambiwa kesho asubuhi aanze kazi. Ilikuwa ni furaha sana isiyo kifani kwa Mabula siku hiyo, msikilizaji. Alimpigia simu mke wake akamwambia kuwa amepata kazi. Sasa Timanya naye alifurahi sana kusikia hivyo. Alimuuliza mume wake, sasa utalala wapi huko mjini? Mabula akamwambia kwamba usijali mke wangu, mimi ni mwanaume, sitokosa pa kujegesha. Nitakuja tu huko siku ya Ijumaa ya mwisho wa wiki, maana nitakuwa naingia studio jioni. Basi Timanya alitikia sawa mume wangu, Mungu akutangulia. Sasa kesho yake Mabula alienda ofisini kwa Amora. Alipofika alisema kwamba bosi, nimekuja kama jana ulivyoniambia nije kabla sijaanza kazi.
Sasa Amora alimtazama Mabula juu hadi chini, kisha akamuuliza kwamba vipi, umepata kazi? Mabula akasema ndio, shukrani zote nazielekezea kwako madam. Asante sana madamu wangu. Amora akasema okay, umetokea wapi? Mabula akasema nimetokea kijiji cha Vomero. Amora akasema sawa, jana nilikuuliza kitu pale getini kuwa utanipa nini nikikusaidia kupata kazi kwenye media yangu. Ukaniambia kwamba utanipa chochote, si ndio? Mabula akasema ndio madamu, yani kwa wema ulionitendea niko tayari kwa chochote madamu. Yani wewe nitume tu popote, mimi nitaenda boss, kuhakikisha kwamba naipeleka media yako mbali kimaendeleo. Basi Amora alimtazama Mabula kwa jicho la kutamani kwa muda kidogo, kisha aliinuka pale alipokuwa kakaa, akamsogelea Mabula karibu. Mabula alishangaa kuona Amora kamsogelea, akawaza huyu mama anataka nini tena? Amora sasa alimshika Mabula usoni, kisha akamkisi mdomoni. Mabula alipigwa na butwa. Amora alimwambia kwamba shukrani ya kupata kazi kwenye media yangu, nahitaji usiku mmoja mtamu na wewe kijana. Sasa Mabula alishtuka sana aliposikia hivyo. Alafu kilichomshangaza sio eti kwamba ni kuombwa hicho kitu, bali ni huyo mtu aliyemuomba. Oya. Maana Amora alikuwa ni mwanamke na nusu. Yani yule ni mshangazi mwenye tatu za nguvu. Kwanza akijiangalia yeye ni kijana tu wa miaka 30, mweusi, mshamba tu wa kijijini, na pia hana pesa za kuwa na mwanamke kama huyo. Mabula alimtazama Amora, akagundua kuwa yupo serious wala hatani. Basi Mabula alimuuliza Amora ya kwamba kwani hauna mume? Amora akajibu ndio, sina mume na wala staki, kwa maana ndoa ni stress tu. Napenda vijana kama wewe, nikikuangalia tu naona ni jinsi gani utakavyoweza kunipa raha nikaridhika. Kwa hiyo hilo ndilo ombi langu kwako. Kumbuka ukikataa naweza kutoa amri ukafutwa kazi leo leo. Hapo Mabula alitoa macho hatari. Akasema kwamba hapana, usinitoe kazini madam. Sawa? Mimi nitafanya tu ninavyotaka, sipo tayari kuikosa hii kazi. Ila naomba tuwe mara moja tu madam. Basi Amora akasema usijali. Mimi sinaga kawaida kurudia tendo na mtu mmoja. Wewe nipe tu, kisha tunamalizana na itabakia kwa siri yetu. Mabula alitikia kwa kutingisha kichwa. Sasa Amora alimwambia Mabula kuwa mida ya saa 2 usiku chukua taksi ikulete hoteli ya Savana. Ukifika ulizia chumba namba 204 utanikuta. Mabula akasema sawa sawa. Sasa Mabula alitoka nje, kichwani alijawa na maswali mengi sana. Akajiuliza kwamba huwa nasikia wanaume ndio huombaga rushwa za ngono. Sasa kumbe hadi kuna wanawake pia. Alafu amesema kwamba harudiagi tendo na mwanaume. Kwa hiyo ameshalala na wangapi hadi muda huu? Mungu wangu, alafu vipi kuhusu kupata magonjwa? Mke wangu kipenzi Timanya, je itakwaje? Hapana. Hapa naenda kumwambia sitaki. Basi Mabula alipotaka tu kugeuka ili akaseme kwamba hapana, alikumbuka kuwa ana deni la milioni 3 na wameweka rehani mashamba ya mkewe ambayo ndio tegemezi lao. Akaona bora tu ajitoe sadaka huo usiku mmoja ili ailinde hiyo ajira aliyoipata isiondoke kirahisi na aweze kulipa deni. Ili kufanyeje? Kuokoa mashamba. Sasa usiku ulipofika, Mabula alitembea kwa miguu akielekea huko kwenye hiyo hoteli aliyoambiwa. Alipofika aliulizia chumba namba 204. Akapewa kadi ya kufungulia chumba hicho na alipofika akaingia. Alimkuta Amora amekaa huku akiwa sasa na hasira sana. Alimuuliza Mabula, mbona umechelewa sana? Si nilikwambia saa 2? Mabula akasema madam, samani nilikuwa natembea, sina hata nauli ya daladala. Madam akasema pole, afu usiniite madam tukiwa hapa sawa? Mkaoge haraka. Basi Mabula aliingia bafuni, dakika 3 tu akatoka. Amora aliinuka kitandani, akaanza kuvua night dress aliyokuwa kavaa, huku sasa namsogelea Mabula bila aibu yoyote. Alipomfikia Mabula, akamwambia kwamba uwanjani wako Mabula, nataka kupewa raha, yani nipe raha. Mabula alimtazama mwanamama huyo juu hadi chini. Jinsi alivyokuwa kaumbika, kwa hakika hata yeye alijawa na shauku naye kama mwanaume. Bila kusita, Mabula alianza kumfanyia manjonjo Amora, tena kwa ustadi wa hali ya juu sana. Aligusa kila alipoambiwa apaguse, na hata ambapo hakuambiwa. Ndani ya dakika 5 tu alimfanya Amora arushe maji, huku sasa akilia kwa namna ambavyo alikuwa anajihisi ni mwenda wazimu. Sasa msikilizaji, turejee huku kijijini Vomero. Mida ya usiku huko kijijini bwana, Timanya alikuwa kalala.
Mara ghafla aliamka usingizini, huku sasa analitaja jina la mume wake. Ni kama mtu fulani hivi ambaye ameota ndoto mbaya. Alijiuliza kuna nini? Mbona kama moyo wangu unaenda mbio sana? Sasa binti hapo hapo aliinua mikono yake juu, akasema kwamba Mungu wangu, naomba umlinde mume wangu na familia yetu kwa ujumla. Lolote baya lisitukute. Mpe uhodari mkubwa mume wangu kwenye kazi yake na aifanye kwa ustadi wa hali ya juu. Amin. Kisha binti akarudi kulala. Sasa turejee huku mjini, msikilizaji. Usiku huo mambo alifanyika fresh, na asubuhi Mabula aliwahi kuamka akaingia bafuni kuoga. Wakati yupo anaoga, Amora alimfuata bafuni akamwambia kwamba nataka tuoge wote. Mabula alishangaa kidogo, akamwambia sawa. Basi Amora alianza kumchokoza tena Mabula umo bafuni kwa kumfanyia tu tundu hapa na pale, huku sasa akimnongoneza kwamba nahitaji tena. Basi walizama penzini tena umo tu bafuni. Wakaja kutoka bafuni baada ya nusu saa. Mabula alivaa haraka kisha akamwambia Amora kuwa natumaini nimetimiza hitaji lako kama tulivyokubaliana. Sasa Amora alimjibu Mabula kuwa hii ni zaidi ya tulivyokubaliana. Umenipa raha ambayo sijawahi kuipata maishani. Tafadhali naomba wewe wa kwangu. Sasa Mabula alishangaa kwa maana mwanzo Amora aliwahi kumwambia kuwa huwa harudi tendo na mwanaume mmoja. Sasa akamuuliza kwamba madam, lakini si ulisema kwamba itakuwa ni mara moja tu na huwa hurudi ile tendo na mtu mmoja? Amora akasema ndio nilisema hivyo. Nilidhani na wewe utakuwa ni kama tu hawa ambao huwa nakutagana nao, lakini sio hata. Wewe upo tofauti sana na wao. Mabula, unajua wewe umeniweza sana. Umenigusa sehemu ambazo hata sijawahi kuguswa. Kiufupi nimeipenda show yako na ninataka niwe naipata muda wowote ule. Tafadhali hebu naomba uje kwangu basi, nitakupa chochote kile ambacho nakitaka. Na tena hautakuwa tu mwandishi wa habari, bali utakuwa ni mtangazaji wa habari wa kuonekana kwenye TV. Mabula alitoa macho hatari baada ya kuambiwa kwamba atakuwa anatangaza na anaonekana kwenye TV, na akauliza kwamba mimi nitaonekana kwenye TV, yani watu wataniona? Amora akasema ndio, nitakupa maisha ya kila aina ili mradi tu uwe na mimi kwa dhati, bila kunisaliti wala kuchangia penzi lako na mtu mwingine. Kwa hilo sharti, msikilizaji, Mabula alikumbuka kuwa ana mke nyumbani kwao na pia ana mama yake mzazi amemwacha huko. Lakini pia ofa alizopewa na Amora ni kubwa sana kiasi kwamba kuzikataa pia afanyeje? Hawezi. Sasa Mabula alimwambia Amora kuwa mimi nina mke na nina mama, nimewacha kijijini na wapenda sana. Ni shida tu ndo ambazo zimenifikisha hapa muda huu. Basi Amora aliposikia tu kuwa Mabula kaoa, alipata wivu wa ghafla. Akasema sawa, kachukue vitu vyako ondoke. Yaani naona kama hutaweza tena kufanya kazi kwenye media yangu. Ondoka. Mabula akasema Amora, kwani unanifukuza jamani wakati mimi nimekupa ulichotaka? Amora akasema umenipa ndio, lakini nimenogea Mabula, mimi nataka wewe wa kwangu tu, mimi tu peke yangu. Mimi siwezi kuchangia mwanaume na huyo mshamba wa kijijini. Mabula akasema tafadhali, naomba usininyime hii ajira. Ni muhimu sana kwangu Amora. Amora akasema nakufukuza kwa sababu nimetokea kukupenda. Kwa hiyo mimi sitaki kuwa na kuona ofisini, nitakuwa naumia. Uamuzi ni wako Mabula. Uwe na mimi utengeneza maisha yako mazuri, au uache kazi urudi kwa huyo mkeo ubaki kuwa maskini. Leo usiende kazini hadi utakapofikiria kuhusu hili na utoe jibu. Basi Amora alitoa 500,000 akampatia Mabula ili sasa afanyie nauli, kisha alimwambia kwamba ondoka. Mabula alichukua zile pesa akaondoka. So baada tu ya Mabula kuondoka, Amora alibaki analia huku akisema kwamba ona sasa, naye sasa only na mwanamke huko, kwa nini sasa? Lakini nataka wa mwenyewe. Siwezi kuwa na stress za kutafuta pesa alafu bado niwe na stress za mapenzi. Naombea huyu Mabula anichague mimi. Siwezi kuwa mbali na raha za huyu kijana jamani. Huyo anajua. Mungu wangu. Sasa Mabula njia nzima alikuwa anawaza kuhusu Amora. Alikumbuka na ofa alizopewa za kuwa atakuwa mtangazaji wa habari mkubwa wa kuonekana kwenye TV na pia atakuwa na maisha mazuri. Sasa alimfikiria na Timanya ambaye kamwacha na ujauzito, madeni na pia mkewe waliopendana sana. Mabula akajiuliza ya kwamba kama nikiacha hii kazi nitafanya nini na tunadaiwa huko? Ina maana nitaendelea tu kulishwa na mke wangu mimi? Na mama yangu vipi sasa? Muda si mrefu Timanya atajifungua, majukumu yataongezeka na mzigo utakuwa mkubwa kwake.
Hapo natakiwa kuwa na kazi ili nimsaidie, sasa nifanye nini sasa? Mabula alipata wazo la kurudi kijini kwao. Arudi kijini kwao kwanza akamshirikisha hilo swala msiri wake ambaye ni mama yake. Basi Mabula alisafiri siku hiyo hiyo kurudi kijijini kwao, maana aliambiwa leo asiende kazini, aweze kwanza kufanyeje? Kufikiria hilo swala kisha atoe jibu. Sasa alipofika kijijini kwao, alipitilizia nyumbani kwa mama yake kwanza kabla hajaenda kwake. Sasa alipofika kwa mama yake, alimkuta mke wake Timanya huko tu yupo anafua nguo za mama mkwe. Sasa Mabula alishangaa kumkuta mke wake huko kwa sababu hakutarajia. Timanya alipomwona mume wake alijivuta na tumbo lake, akaenda kumkaribisha, akasema, karibu mume wangu, kuniambia kama unakuja leo. Ulisema utakuja mwisho wa wiki. Ndio, ila nilisahau kuwa siwezi kuanza kazi bila kupata baraka zenu, ndio maana nimerudi. Wala hata usingejisumbua mume wangu. Unajua kabisa mimi na mama baraka zetu zipo kwako siku zote. Si eti mama? Basi mama Mabula alijibu, ndio mwanangu. Timanya alipomtazama mume wake aliona ni kama hana begi. Akamuuliza kwamba begi umelipitisha nyumbani ama? Mabula akajibu, hapana, sijaja na begi. Basi Timanya alisema, basi sawa, ngoja basi niende nikatafute chochote kitu unywe chai mume wangu. Basi binti aliondoka. Mabula sasa alimsogelea mama yake akamwambia kwamba mama, nimekufuata wewe. Yaani huu mguu mama ni wa kwako. Mama akasema, mbona unanitisha mwanangu? Kuna nini? Mabula bila kuficha chochote alianza kumsimulia mama yake kila kitu alichokutana nacho huko kuhusu Amora. Sasa mama Mabula alishangaa sana. Akamuuliza mwanae ya kwamba sasa umeamua vipi? Mabula akasema, sielewi mama, ndio maana nimerudi nyumbani mama, maana mama sielewi, yani mama naomba unishauri. Nampenda sana mke wangu sana tu, lakini pia tuna madeni, bila kulipa Timanya atapoteza mashamba na ndio tegemezi letu. Basi mama akasema, sasa huelewi nini Mabula? Kosa ulilofanya ni kukubali kulala naye. Kama ungekuwa hautaki, ungekataa tokea mwanzo. Mama mimi nilielewa ilikuwa nilielewa tu kwamba labda nikubali nipate kazi au nikose kazi. Mama unadhani mimi ningefanyaje? Yaani nilikuwa natakiwa nikubali mama. Alafu sasa aliniambia kwamba ni mara moja tu na mimi sikujua kama ataniganda mama. Basi mama akasema kwamba haya, ili hali ulishalala naye huyo mwanamke, endelea naye. Ila naomba ukae kimaslahi. Amekwambia atakufanya uwe mtangazaji mkubwa na pia atakupa maisha mazuri. Hebu ona hapa tunalishwa na Timanya. Kijiji chote kinatucheka mwanangu mimi na wewe. Haya vipi kuhusu binti akichoka kutulisha itakuwaje? Unatakiwa kufanya kitu mwanangu na usimame kama mwanaume. Mama ni kweli. Mama unajua kama nikiacha kazi basi mimi sitaweza kulipa deni tuilokopa na mashamba ya Timanya yatafilisiwa mama. Yaani anategemea mashamba yake ili kuendesha maisha. Kama yakifilisiwa atabakia na kitu, maisha yatazidi kuwa magumu mama. Sasa mama mimi inabidi tu nikubali tu mama. Ila mimi nawaza kuhusu mke wangu, sipo tayari kumwacha Timanya mama. Sasa mwanangu, huyo mwanamke ni kwamba wewe kuwa naye na mkeo unakuwa naye, wala hakuna atakayemjua mwenzake. Ukija kupata vitu vyako ambavyo unavihitaji, unamwacha huyo Amora. Utarudi kunichukua mimi na mkeo. Sawa mama. Basi alionekana Timanya kwa mbali anakuja, ikabidi sasa wanyamaze kuzungumza. Timanya alifika hapo akiwa na mandazi mkononi. Alimtengea mume wake chai kisha alimnawisha na mikono kwa heshima zote ambazo mke anatakiwa aweze kuzitoa. Basi bwana, baada ya kitendo hicho kufanyika, ni kumnawisha mume wake, Timanya alimtengea mumewe chai kisha Mabula akaanza kunywa chai. Asa Timanya alimuuliza, vipi za huko Saili, uliendaje? Yani ulienda vizuri? Mabula akasema, ndio mke wangu, kesho narudi mjini kuanza kazi rasmi. Basi binti akauliza kwamba umepangiwa kitengo gani? Mabula akasema, bado sijajua kama nitakaa studio au nitakuwa mtaani kutafuta habari, yani sijajua vizuri mke wangu. Sasa Mabula baada ya kujibu hivyo bwana, baada ya kumwambia kwamba sijajua vizuri, binti akasema kwamba sawa, muhimu tu ya kwamba mkono wetu uende kinywani, popote ukiwekwa ukubali. Basi walishinda hapo kwa mama siku hiyo, na ilipofika jioni Timanya na Mabula walirudi nyumbani kwao kulala. Mabula hakupata usingizi kabisa. Usiku wote alikuwa anamtizama mke wake, huku sasa anawaza
walioyaongea na mama yake. Moyoni akajisemea kwamba mke wangu Timanya, utanisamehe. Hapa inanibidi tu nifanye hivi ili nilinde hii kazi, nipate pesa, tulipe lile deni, na pia nipate maisha mazuri, nikutunze wewe na mtoto wangu. Mimi nakuahidi nikipata tu mshahara, yani kwa mwaka mzima tu mimi nitaacha kazi. Yani nitaachana na Amora kabisa na nitaacha kazi kwa jumla. Kisha alimbusu mke wake kwenye paji lake la uso na akamkumbatia naye akalala. Sasa huku mjini, msikilizaji, Amora naye hakupata usingizi. Alijigeuza kitandani sasa akimkumbuka Mabula. Mawazo alipomzidia, aliamua sasa kutoka nje akaenda kwenye kaunta yake ya vinywaji. Alishangaa kumkuta rafiki yake aitwaye Leila akiwa hapo anakunywa wine. Sasa Amora alimuuliza Leila kwamba saa 6 hii usiku umekuja hapa saa ngapi? Na mbona hukuniambia Leila? Basi Leila alitabasamu kisha akasema kwamba mlinzi wako aliniambia upo ndani, so nikaona tu nikusubiri tu, na nilijua hautolala bila kuja hapa. Vipi, hujapata usingizi sababu ya huyo kijana uliyeniambia au? Basi Leila baada ya kuuliza hivyo, Amora alikaa akamimina pombe, akapiga fundo 3 kwanza, na kisha akamjibu kwamba Leila, ndio, nahisi kumuhitaji sana huyu kijana. Huenda yeye atanipatia furaha maishani kwa sababu ni mshamba tu wa kijijini. Leila akasema, lakini Amora, unajua rafiki yangu, tuliamua kuwa hatutolialia kuhusu mapenzi. Tukiyataka tutanunua tu, maana wanaume wote ni wasaliti. Sasa imekuaje tena Amora? Amora akasema, Leila, ndio tuna uwezo wa kununua wanaume wakaturidhisha, ila hadi lini? Kiukweli nafikiria kutulia sasa, yani naona kama nachoka Leila. Leila akasema, sasa kutulia ndio utulie na mshamba wa kijijini? Amora akasema, nitamuogesha tu huyo mshamba na atakuwa msafi na atakuwa kwangu mimi tu. Basi Leila akasema, okay sawa, vipi sasa asipokuchagua wewe, akaamua kuacha kazi? Kumbuka umesaidia wanaume wengi ili wakupende, mwisho wa siku wamepata pesa zako, wamekukimbia. Amora akasema, kwa huyo nitahakikisha tu namdhibiti. Yani nitamdhibiti tangia mapema tu na atakuwa kwangu tu. Alafu na pia mimi sitompatia nafasi huyu kijana ya kutoboa kimaisha kupitia mimi, ila sije kuniacha baadaye. Yani mimi nitamfanya anitegemee mimi siku zote. Najua atakuja tu, maana si ni maskini, ana uchu sana wa kupata hii kazi. Leila akasema, sawa, haya ngoja tuone. Basi waliendelea kunywa hapo hadi sasa walipolewa wakasinzia hapo hapo. Sasa upande wa ofisini, msikilizaji, kesho yake bwana Mabula airudi kazini, na alipofika tu akapitiliza hadi ofisini kwa Amora. Amora alipomwona Mabula aliachia tabasamu mwanana. Mabula sasa alipofika alimwambia Amora kuwa nimekubali kuwa na wewe. Amora mwili wote ulimsisimka baada ya kusikia hivyo. Akamuuliza kwamba utaacha kila kitu kwa ajili yangu, si ndio? Mabula akajibu ndio. Amora akasema, thank you kwa kunichagua. Basi Amora aliinuka akaenda kumbusu Mabula, huku sasa akimwambia kwamba niamini mimi, yani hautajutia maamuzi yako, tutakuwa na wakati mzuri pamoja Mabula. Macho yamekuona wewe na moyo umekuchagua, hivyo tumia hii nafasi vizuri. Unajua nilikuwa ni mwanamke wa kubadilisha wanaume kwa sababu nilikuwa nasalitiwa. Sikuwahi kupata penzi la utulivu, hivyo natarajia hilo kutoka kwako Mabula. Naamini wewe ni mwanaume wa tofauti na hawa hapa mjini. Mabula akajibu, usijali Amora. So baada ya sekunde kadhaa kupita, Mabula alimwambia Amora kuwa mimi ni mgeni hapa mjini, sina ndugu wa kufikia kwake na sina pesa ya kuanza kupangisha chumba, kama yani kwa ufupi niko empty. So kama utojali, naomba pesa ili niweze kukidhi mahitaji yangu, kisha unaweza kunikata mshahara mwisho wa mwezi. Amora akasema, Mabula, unaongelea kuhusu nini sasa? Yani ni kwamba nilitaka kuandika barua kwa uongozi wa kampuni kuomba mkopo ili sasa niweze kupanga chumba, ila sasa kwa sababu nipo na wewe CEO mwenyewe, nimeona nikuombe tu moja kwa moja. Ila Mabula, kwanza leo utaishi kwangu Mabula, sawa? Wewe ni mpenzi wangu. Mimi nina jumba kubwa tu, wala hata usijali. Mabula alitabasamu alipoambiwa hivyo. Sasa zilipita wiki 2, msikilizaji. Penzi kati ya Mabula na Amora, lilikolea nazi kweli kweli. Sasa Mabula alianza kuyaishi maisha ya kifahari ya kwenda kazini na dereva, kula vizuri, kufanywa shopping na kadhalika. Ikawa sio siri tena, hata kazini kwao walijua kuwa Mabula anatoka kimapenzi na madamu Amora. Mwanzoni wafanyakazi walimuonea huruma Mabula, kwa maana walijua tu huyu anatumiwa tu, muda wote ataachwa. Lakini kadri siku zilivyokuwa zinaenda, penzi lizidi kunoga hadi watu sasa wakaanza kuulizana kulikoni.
Sasa Mabula mdogo mdogo alijikuta anaacha kumpigia simu mke wake Timanya. Akawa sasa anaongea na mama yake tu, na ndio anamuulizia mkewe hali yake inaendeleaje. Sio kwamba eti alikuwa ampendi mke wake, bali alikuwa anajificha kupitia kwa mama yake ili Amora asihisi kama Mabula bado anawasiliana na nani? Na mkewe. Kila sasa ikifika usiku, Mabula ndo alikuwa anatoka nje kwenda kuongea na mama yake ili aweze kumuulizia mkewe hali yake inaendeleaje. Sasa hali hiyo ilianza kumtia wivu Amora. Alijiuliza kwa nini Mabula anapoongea na mama yake huwa anatoka nje. Basi Amora alifikiria, akaona ni bora amchukue mama yake Mabula waishi naye ili ampunguzie Mabula ule ubize na usiri wa kuongea na mama yake usiku. Asa siku moja Mabula alipoenda kazini, Amora alifunga safari akaenda kijiji cha Vomero bila kumtaarifu Mabula. Sasa huku Vomero, siku hiyo bwana Timanya alipika chakula kisha alimpelekea mama mkwe wake. Alipofika alimwambia, samani mama, leo nimepika huo ugali tu na mlenda, sikuwa na pesa ya dagaa. Pesa tuliyokodishia shambani ndio ile Mabula ambao amefanyia nauli ya kuendea mjini, kwa hiyo sina pesa mama yangu. Mama Mabula alisema kwamba usijali mwanangu, Mabula mwisho wa mwezi atatutumia tu pesa na tutanunua chakula kizuri. Basi Timanya alionekana kutokuwa sawa siku hiyo, na pia alikuwa amechoka sana. Mama yake Mabula alimuuliza Timanya, vipi mwanangu, mbona leo unaonekana upo sawa? Timanya akajibu kwamba ndio mama, leo toka asubuhi tumbo linaniuma mama. Asa Timanya aliongea kwa analia. Mama yake Mabula akamwambia kwamba usilie binti yangu, huenda ukawa ni uchungu tu huo. Timanya akasema mama, mimi sili uchungu, sababu najua mwisho wake ni kupata kilichochema mama, lakini naumia. Ni muda sasa umepita, Mabula hata anipigi simu wala harudi kila mwisho wa wiki kama alivyoniahidi. Kila nikimpigia mimi naambiwa anatumika tu. Alafu kibaya zaidi mama, anajua kuwa huu ndio mwezi wangu wa mwisho kujifungua. Sasa mama Mabula alijisikia vibaya kiasi fulani, maana anajua ukweli wote unaoendelea. Akasema kwamba basi usilie mama, ni mwiko kulia ukiwa kwenye hali hiyo jamani. Kipindi cha mimba hasa mwanzoni na mwishoni huwa kuna hisia kali kati ya baba na mtoto. Na baada ya mtoto kuzaliwa basi kila kitu kinakwenda sawa. Huwezi hata kuona ugomvi kwa wanandoa. Kwa hiyo mambo atakaa sawa. Timanya akasema mama, basi mpige basi Mabula hata niongee naye hata kidogo. Najua wewe atakupokelea. Nimemkumbuka sana Mabula wangu. Mama akasema, saizi yuko kazini. Yeye ananipigia usiku tu. Timanya akasema sawa mama, basi akikupigia simu basi mwambie kuwa nimeanza kuumwa muda wote tu mimi nitajifungua. Mwambie nimemkumbuka sana na nampenda mno. Mama akasema akipiga simu usiku nitamwambia yote. Umesikia? Kutokana na hali yako hiyo naona leo tu nije kulala kwako ili nikuangalie. Sawa mwanangu? Timanya akasema sawa mama. Basi Timanya aliondoka huku anajivuta, maana kashachoka sana na tumbo lake. Mama Mabula alifunua kile chakula alicholetewa akakitazama huku sasa akijisemea kwamba mwanangu anafanya kazi, istoshe yupo na tajiri huko, lakini hatutumii pesa, ona tunachokula huku jamani. Timanya sijui shambani kwake hawamlipi tena au ndio ananifanyia kusudi tu kuniletea hii milenda hii. Sitaki mimi. Basi alisogeza bakuli pembeni huko, wala hata akula. Kisirani hicho. Sasa jioni Amora alifika kijiji cha Vomero, akaulizia kwa watu nyumbani kwa kina Mabula, akaelekezwa. Alipofika alimkuta mama Mabula yupo nje anaota moto tu kwenye jiko la kuni. Mama Mabula alipoona hiyo gari alishtuka sana, akajiuliza ni nani huyo amekuja kwake. Sasa Amora alishuka kwenye gari, akamsogelea yule mama. Alipomkaribia alimsalimia shikamoo. Yule mama sasa ni mamake Mabula akaitikia kwamba marhaba, we ni nani? Amora akasema naitwa Amora, mpenzi wa mwanao Mabula. Mama akasema Mama Mabula alishtuka sana baada ya kusikia huo utambulisho. Alitizama kwenye gari ili aone labda kama Mabula yupo, ila hakumwona. Mama Mabula alimwambia karibu sana Amora, hebu ngoja basi nilete mkeka ukae. Amora akasema no, usilete mama, kama utojali nimekuja kukuchukua twende mjini. Mama Mabula akashtuka akasema mjini? Amora akasema ndio, nimeamua nije nikuchukue tu mama tukaishi wote. Mama akasema sasa mbona Mabula hajaniambia? Mama, Mabula hafahamu kuhusu hili, nataka tu kumfanyia surprise. Tafadhali mama, naomba usikatae, naomba tuondoke. Basi mama yake Mabula alimtazama Amora juu hadi chini.
jinsi alivyokuwa akapendeza, alafu ni mzuri. Akajua kabisa huko kuna maisha tofauti na hapo kijijini. Sasa bibi huyu alikubali bila hata kufikiria mara mbili. Aliingia ndani, akachukua mfuko wake wa nguo, akafunga na mlango, kisha walienda kupanda gari. Sasa wakati wapo njiani wanaondoka, njiani walipishana na Timanya. Yeye alikuwa anatoka kisimani kuchota maji. Timanya mwenyewe alisimama pembeni ili sasa ile gari nzuri iweze kupita, na baada ya kupita naye aliendelea na safari. Mama Mabula alijisikia vibaya sana kumpita Timanya akiwa ndani ya gari bila hata kumuaga, ila sasa alijikaza, hakutaka Amora ajue chochote. Mama Mabula aligeuka nyuma, akawa anamtazama Timanya kupitia kioo kile cha nyuma ya gari, huku sasa moyoni akijisemea kwamba utanisamee binti yangu Timanya, mimi nakuacha, acha tu niondoke nikajue ya huko kwanza. Basi Amora alimuuliza Mama Mabula kwamba vipi mama, mbona unaangalia nyuma sana? Mama Mabula akasema hamna, nakiangalia tu kijiji changu mwanangu. Amora akasema okay, kuwa huru mama, ukihitaji chochote niambie. Mama Mabula akasema sawa mwanangu. Basi safari bwana ikaendelea. Timanya alipofika nyumbani, uchungu ulimzidia hadi alitupa ile ndoku, sasa naita msaada. Majirani walimkimbilia, wakamuinua pale chini, kisha walimuingiza ndani kwake. Sasa Timanya akaomba aende akaitiwe mama mkwe wake ili aje apelekwe zanati. Basi yule mtu akamwambia kwamba sawa Timanya, ngoja nikamuita haraka. Basi yule jirani alikimbia chap, maana walipoishi hapakuwa mbali. Basi yule jirani alipofika nyumbani kwa mama yake Mabula, alibisha hodi, ila sasa hakujibiwa kitu. Alipotupia jicho mlangoni ndio aliona kwamba kuna kufuli, akajua hapa watakuwa wenyewe wametoka. Basi bwana, alipotizama nyumba ya pili, alimuona mama mmoja hivi yupo, alikuwa anatwanga mpunga. Yule sasa jirani alimsogelea yule mama, alipofika alimsalimia, kisha alimuuliza yule mama kwamba mama Mabula yuko wapi? Yule mama alijibu kwamba nimeona kaondoka na gari, sasa sijui yule aliyemchukua ni nani. Yule jirani alirudi sasa kwa Timanya, akarudisha jibu kuwa mkwe wake inasemekana kaondoka na gari. Sasa kwa haraka Timanya hakuhisi kitu kibaya. Aliwaomba majirani wamsaidie tu kumfikisha zahanati, maana hana hata shilingi 10. Mkwe wake akija wampe taarifa. Sasa majirani wawili walijichanga bukubuku tu, wakaita bodaboda, akapanda Timanya na jirani yake mmoja hivi, kisha wakaelekea zahanati. Walipofika zahanati, alikuwa tayari kashavunja chupa, hivyo haikumchukua muda mrefu akawa amejifungua mtoto wa kiume. Sasa msikilizaji bwana, tuingie pande za mjini. Siku hiyo bwana, ilikuwa ni usiku tu. Kwa mara ya kwanza Mabula aliingia studio kusoma taarifa ya habari ambayo ilikuwa inarushwa kwenye runinga, na baada sasa ya kumaliza kusoma taarifa ya habari, alienda kupanda gari akarudi nyumbani. Alipokuwa njiani, alipokea simu nyingi sana kutoka kwa watu aliosoma nao na ambao wanamfahamu huko kijijini nini. Si unajua tena mtu umeonekana kwenye TV Basi walimpongeza kwa kuonekana kwenye runinga kwa mara ya kwanza. Kuna rafiki yake mmoja alimwambia kuwa jamaa, ulikuwa kijijini ila mwanangu umepata zari mwanangu la kuajiliwa kwenye media kubwa na kupewa nafasi ya kusoma taarifa ya habari mwanangu. Yani si tupo hapa tu mwanangu, ila hata ajira za kukusanya tu, yani umbea tu hatujapata mwanangu. Hebu nipe siri yako bro. Basi Mabula alicheka sana, kisha akamjibu kuwa muombe Mungu. Baada ya kumaliza kuongea na simu, Mabula sasa ndo alianza kuelewa upana na ukubwa wa nafasi aliyopo, ambayo watu wengi tu wanaitamani ila hawajaipata. Sasa akaona kuwa anatakiwa kutulia sana ili avune mengi mazuri kutoka kwa Amora. Basi alipofika nyumbani, kabla sasa hajashuka kwenye gari, alimpigia simu mama yake ili amsalimie na ajue maendeleo ya nani, ya Timanya. Lakini siku hiyo simu iliita bila kupokelewa. Mabula alishuka kwenye gari, akaingia ndani, alimkuta Amora sebleni akiwa sasa anamsubiri kwa hamu. Amora alipomwona mpenzi wake alimkimbilia, akamkumbatia, akampiga na busu, sasa akimuuliza siku yako ya kwanza studio umeionaje? Mabula akasema najiona kitofauti sana, yani sana. Yani simu zinaita tu. Asante sana darling. Thank you so much. Amora akasema nilikwambia, mimi nilikwambia kwamba nitafanya chochote kwa ajili yako na nitakupatia maisha makubwa ili mradi tu uwe wa kwangu daima. Haya sasa. Umeona sasa? Okay, nipe simu yako. Mabula akasema simu? Akaambiwa ndio nipe. Basi Mabula alitoa simu akampatia Amora. Amora
alifungua ile simu, akatoa laini ya Mabula, kisha alivunja hapo hapo. Mabula alishangaa sana, akamuuliza kwa nini umefanya hivi? Amora akasema kwa sababu unaanza maisha mapya Mabula, hivyo sitaki watu wa zamani wakusumbue. Amora alichukua laini mpya akampatia Mabula. Mabula sasa alipokea huku sasa analalamika, akasema kwamba baby, laini ulioivunja ilikuwa na namba ya mamangu na bado hata sijaishika kichwani. Si ungeniambia kwanza hata kabla hujaivunja. Inabidi sasa niende nyumbani weekend hii ili sasa nikachukue namba ya mama. Amora akasema darling, hivi nadhani mimi sijafikiria hilo, hebu njoo. Basi Amora alimshika mkono Mabula, akampeleka chumbani alipokuwa nani? Mama yake. Mabula alishtuka kumuona mama yake akiwa kalala kitandani. Akauliza kwamba amefikaje? Na mbona kalala? Amora akasema ni uchovu tu wa safari. Basi Mabula alienda kumwamsha mama yake kwanza. Basi alipoamka walikumbatiana. Mabula sasa akamuuliza mama yake kuwa mbona hukuniambia kama unakuja na umefikaje hapa mama? Basi Amora alijibu kuwa mimi ndio nilienda kumchukua. Nakumbuka uliniambia kwamba umetokea Vomero, hivyo nilienda, nilipofika nikaulizia mpaka nikapafahamu kwenu. Mabula akasema da baby, sasa kwa nini hukuniambia kama umeenda kumchukua mama yangu baby? Si ungeniambia tu jamani. Kwa nini sasa lakini? Amora akasema nilitaka kukufanyia surprise baby. Kwani kuna ubaya tukiishi na mama yako hapa? Basi kama hujapenda basi nitamrudisha kesho. Mama Mabula kusikia kwamba narudishwa kesho, shambani akalime, akajibu haraka akasema hapana, jamani, mimi nitakaa hapa. Mabula, umepata mwanamke mwenye upendo sana mwanangu, sana. Tena ana upendo wa dhati kwako na familia yako. Usimvunje moyo. Umesikia? Basi Mabula alibakia kimya. Kilichomsumbua ni kuwa Timanya kabakia peke yake kule kijini, afu isitoshi ni mjamzito. Sasa Mabula alijifanya kucheka kinafiki tu, ila kiukweli hakupendezwa na hilo swala la ujio wa mama yake hapo. Wakati huo sasa Amora yeye alikuwa na tabasamu huku akijisemea kimoyomoyo ya kwamba sasa nitaweza kukudhibiti Mabula. Ile hali mama yako yupo hapa. Au tukuwa unaongea na simu usiku huko nje na huyo mshamba wako wa kijijini. Basi kesho yake asubuhi Amora alimwamsha Mabula ili waende gym. Ila Mabula alisema kwamba leo amechoka hivyo hatoenda. Amora akajibu sawa. Sasa Amora wakati anatoka alipitia chumbani kwa mama yake Mabula. Akamkuta alikuwa na koroma tu, huku kiyoyozi kinampepea. Amora alimwamsha haraka, akamwambia kwamba mama, mimi naenda mazoezini, ukiamka kuna vitu kwenye friji, utaandaa chai, kama kuna chochote ambacho huelewi basi utamuita Mabula akusaidie. Mama Mabula akajibu sawa. Basi Amora alipoondoka, mama huyo alibaki anajiuliza kwamba ina maana huyu mwanamke kanipa mimi kazi ya kupika. Nitawezaje kupika chai ikiwa sijui hata kutumia hayo majiko yao? Na kwa nini sasa asingeacha hata kaandaa yeye mwenyewe? Yes, ndio mwanamke humo ndani. Hivi amefundwa huyu mwanamke kweli? Haya, ili hali nipo hapa basi nitamfanya akae sawa. Basi Mabula alipoamka alikuja chumbani kwa mama yake kuongea naye. Alipofika alimuuliza mama, kwa nini umekubali kuja bila kunishirikisha mimi? Unajua fika wewe ndio ulikuwa jicho langu kwa Timanya. Alafu isitoshe hali yake unaijua mama. Mama akasema wewe mtoto, hivi mbona una roho mbaya sana wewe? Yaani wewe ukae kwenye mjumba mzuri namna hii, alafu mimi nikae kule kijijini? Mimi siondoki bwana. Sasa mama nakukumbusha kuwa hapa sio kwangu mama. Ni kwa Amora. Ulitakiwa mama kuvumilia ili mimi nipate vya kwangu ndio niwachukue. Sasa tabidi wewe unampigia Timanya wewe na utakuwa unaenda kumuona. Sasa nikienda nimwambie kwamba nimehamia wapi sasa? Mama, si unadanganya tu mama, upo hata kwa mdogo wako kijiji cha 3 tu anaumwa. Haya sawa nitampigia, ila kwa sasa simu haina chaji. Uniwekee chaji. Alafu vipi kuhusu huduma kule? Unajua jana nililetewa ugali mrenda. Yule mkeo hana pesa kule. Yani mama huyu mwanamke hataki kabisa mimi nishike pesa. Yani ananipatia mama kila kitu. Ila sasa subiri karibia nafikisha mwezi. Mshahara inatoka, kwa hiyo nitamtumia Timanya. Ina maana huna hata 30,000 hapo? Mama sina. Basi sawa, siku takayopata pesa kumtumia Timanya ndio nitampigia. Mimi siwezi kupiga sasa hivi kuulizia hali yake ikiwa najua kabisa kuwa hana pesa. Mama ila umekosea sana mama. Yaani mama umekosea sana kumwacha Timanya mwenyewe mama. Hivi wewe mbona ulishindwa kukataa hiyo ofa? Haya mimi ningewezaje?
Haya, okay, jiko liko wapi? Twende ukanielekeze huko. Maana Amora akasema sijui niandae chai. Jiko liko wapi? Basi Mabula alishangaa baada ya kusikia hivyo. Alimuuliza tena kuwa Amora akakwambia uandae chai? Mama Bula akajibu ya kwamba ndio, kaniambia asubuhi hii kabla hajaondoka kuwa niandae chai. Mabula hakupendezwa na hilo msikilizaji. Hakupendezwa kabisa na jambo ambalo Amora amelifanya kwa mamake. Kwanza, kaenda kumchukua bila taarifa. Hilo la kwanza. La pili, kamkurupua tu asubuhi eti amke aandae chai. Sasa Mabula alimwambia mamake ya kwamba mama, empumzika, mimi nitafanya. Mabula mwenyewe alienda kufanya usafi kisha alianza kuandaa chai. Moyoni mwake alijisemea kuwa nikipata maisha nitakuacha Amora. Sitoweza kuvumilia hizi dharau hasa kwa mama yangu mzazi. Sasa msikilizaji, huko gym Amora alikutana na shoga yake yule Leila. Unamkumbuka Baada ya kumaliza mazoezi, Leila alimuuliza Amora ya kwamba Shosti, vipi? Jana uliniambia kuwa unaenda kumchukua mama yule Serengeti boy wako, vipi? Ulifanikiwa? Amora akajibu ndio, si unajua nikitaka la kwangu lazima liwe. Basi Leila alicheka sana. Kisha akamuuliza Amora, kwa nini umeamua hivyo? Amora akasema, mimi nataka kumdhibiti huyu Mabula. Yaani nataka kuziwahi hatua zake kabla hajapita. Yaani mimi tayari niwe mbele yake. Nimeshaumizwa sana na vijana niliowasaidia. Mwisho wa siku walipopata pesa wamenikimbia. Sasa mimi sitaki kufanya makosa. Leila akasema, sasa sasa wewe hilo linahusiana vipi na kumleta mama yake? Amora akasema, Leila, sikia nikwambie kitu shoga yangu. Mabula alikuwa na tabia fulani hivi ambayo mimi sikuielewa. Yaani alikuwa anaongea na mama yake usiku karibu masaa mawili, tena nje, hataki hata nisikie. Kwamba walikuwa wanaongea nini? Hataki. Hebu fikiria, vipi kama bado yupo na mke huko, kwamba ndo anayeongea naye kupitia mama yake? Hayo masaa mawili mimi nipo kitandani nasubiria tu kukunjwa tu hadi hamu inaondoka. Sasa shoga yangu, nikaona mimi ngoja nimlete hapo tuone ataongea na nani huo usiku. Leila akasema, Amora, ina maana ndio uliwaza yani hayo kabisa ukaamua bora umlete ule mama hapo kwako kweli? Amora akasema, Leila, mimi nilikuwa na hofu, nilihisi kuna kitu hakipo sawa. Yule mama akikaa kule nahisi kama kuna mambo hatakuwa sawa. Alafu pia mimi sitaki kuishi naye kwangu yule mama, maana ni ananuka, afu yule mama ni mchafu. Nilikuwa najikaza tu. Leila akasema, sasa wewe umemtoa kijijini kwake, alafu hutaki kuishi naye. Okay, una mpango gani? Amora akasema, Leila, nahitaji msaada wako katika hili. Yaani tufanye tu kitu yule mama jamani awe mbali na Mabula kabisa. Mabula abakie tu kwa na mimi tu. Leila akasema, okay, tufikirie sasa tutapata cha kufanya Amora. Basi waliagana, kila mmoja alipanda gari yake, wakaondoka zao. Sasa msikilizaji, turejee kijijini. Wapi? Kijijini kule Vomero. Zilipita siku 2 tangu Timanya ajifungue. Majirani ndio aliompelekea uji kila asubuhi. Alipouliza kuhusu mama mkwe wake, walimjibu kuwa bado hajarudi nyumbani kwake tokea achukuliwe na gari na kuna kufuli tu. Basi Timanya alishangaa sana, maana sio kawaida mkwe wake kuondoka bila kurudi. Alijiuliza ni nani huyo aliyemchukua mama na gari na kampeleka wapi? Sasa Timanya alianza kuwa na hofu na kuwaza ya kwamba huenda mama mkwe wake kafanyiwa kitu kibaya huko aliko, maana sio kawaida yake kutoweka tu namna hiyo. Sasa Timanya alipata wazo la kumpigia mkwe wake mdogo, yani mama yake mdogo Mabula. Sijui umenielewa? Basi simu ilipokelewa. Timanya akasema, halo mama mdogo, mimi ni Timanya. Basi huyo mama mdogo Shida akasema ya kwamba mkwe, hujambo? Timanya akasema si jambo, za huko? Mama mdogo akasema salama. Timanya akasema eti dada yako amekuja huko? Mama mdogo akasema hapana, hajaja na wala sijaongea naye na nina zaidi kama ya mwezi. Alafu ongereni, nimesikia kwa jirani zangu kuwa mumeo kaonekana kwenye TV akisoma taarifa ya habari. Timanya alishtuka, maana kwake zilikuwa ni habari mpya, hakujua hilo. Akajibu asante, kwa sababu yana hakutaka kumuonyesha mama mdogo kuwa kuna vitu haviko sawa kati yake na nani, na mume wake. Alimpa pia na taarifa ya kuwa amejifungua mtoto wa kiume. Huyo mama mdogo alimwambia kwamba nitakuja kukuona. Sasa baada ya kumaliza kuongea na simu, alikuja nesi akamwambia Timanya kuwa umepata ruhusa ya kuondoka na maendeleo ya mtoto yako vizuri. Sasa alipewa karatasi ya bill ambapo ilionyesha anadaiwa 120,000. Timanya sasa alishia kutoa machozi tu, maana hapo alipo hana hata shilingi 10. Alafu kizingatia sasa mume wake hapatikani kwenye simu na mkwe wake mwenyewe pia hajulikani alipo.
wala hewani hapatikani pia. Itakuwaje sasa? Basi bwana, Timanya alichofikiria sasa, alichukua simu akarudia tena kupiga namba ya mume wake, ila jibu alilopewa ni kuwa namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye. Alipiga namba ya mama mkwe wake, yenyewe iliita sana lakini haikupokelewa. Asa Timanya aliwaza nini cha kufanya, kwa maana mashamba yake tayari ameshakodisha na pesa iliyopatikana ndo alimpatia Mabula afanyie nauli ya huko mjini. Sasa alipata wazo la kumpigia simu mtu ambaye ndo amekodisha mashamba yake, aliyeitwa Bwana Magesa. Akamwambia kuwa ni azime 120,000 kisha tutafidia msimu ujao hutolipia. Bwana Magesa alimjibu kuwa pesa tayari nimeshawekeza kwenye kilimo, niliyobaki nayo ni 80,000 tu, na hii ni akiba ya kulindia shamba na kununulia dawa ili mazao yakue. Timanya akamwambia, tafadhali naomba unisaidie basi hata hiyo, nitajitahidi tu kukulipa wiki ijayo, na inaweza sifike maana mume wangu atanitumia pesa muda wote. Naomba tu nisaidie kakaangu, maana nipo hospitalini nimejifungua na inahitajika nilipie bili ndo nitoke. Sasa Bwana Magesa aliposikia Timanya yupo hospitali alishangaa. Bwana Magesa akasema, kumbe upo hospitali? Sasa mbona hukuniambia mapema? Hebu subiri basi nikuletee hapo hapo. Timanya akasema, asante sana Bwana Magesa. Sasa baada ya nusu saa Bwana Magesa alifika zanati hapo, akampatia Timanya 80,000 aliyomuomba mkopeshe. Timanya alienda kulipia ile pesa, kisha aliwaomba sasa wamruhusu arudi nyumbani. Hiyo 40,000 iliyobaki ataileta kabla mtoto hajachoma sindano ya chanjo. Basi nesi mmoja akamuuliza kwamba, hivi wewe si ni mke wa mwandishi wa habari aliyeonekana kwenye TV? Yaani kijijini pote hapa tunajua. Sasa kweli ni yani wewe kabisa ni wa kuikosa kabisa, ni wa kushindwa na hii bili kweli? Timanya alijisikia vibaya. Alijisikia aibu baada ya kuambiwa hivyo. Ile sasa alijikaza akajibu kuwa mume wangu hajui kama nipo hapa, simu yangu imezima chaji, hivyo nikiwasha nikampa tu taarifa basi atatuma hiyo pesa haraka sana. Basi nesi kwa dharau iliyobeba sasa wivu ndani yake akasema kwamba sawa, nenda nyumbani Mrs. Mwandishi, ila ukija kumleta mtoto kuchoma sindano ya kwanza hakikisha unakuja na hiyo pesa. Timanya akajibu sawa, na mbarikiwe sana kwa huduma zenu nzuri. Basi Timanya alimnyanyua mwanae kisha alianza kurudi nyumbani kwa mguu, kwa maana hakuwa hata na buku mbili ya bodaboda. Sasa baada ya kutembea kwa dakika kama 10 hivi, mvua bwana nayo ilikuwa sasa ilikuwa ina hila. Saa ngapi sasa kunyesha? Nyesha we. Timanya alimkumbatia mwanae kifuani kisha akajibanza nje ya nyumba ya watu ili sasa kumkinga mtoto wake mchanga na mvua kubwa. Msikilizaji, kumbuka ni mazingira kijijini kwa hiyo usishangae sana. Sasa upande wa huku mjini ilikuwa ni mida ya usiku. Mama yake Mabula aliingia chumbani, alipoishika simu yake akakuta kuna missed call za Timanya. Akajisemea kuwa siwezi kumpigia huyu binti ikiwa sina kitu. Bila shaka atakuwa tu kabanwa na uchungu huko. Sasa nataka pesa. Hebu ngoja nimwambie tu Mabula. Mama Mabula alienda dining room, akawakuta Mabula na Amora wamekaa kwenye pozi la kimaba. Yaani Amora alikuwa kakaa kwenye kiti huku mguu mmoja kaweka juu ya mapaja ya Mabula na mwingine upo chini anautingisha tu, yani ile kibosi. Mabula naye alikuwa anamlisha matunda bibie huku sasa akimpa maneno matamu. Mama Mabula alikuja akamwambia Mabula kuwa samahani na shida na wewe mara moja. Basi Amora alichukia kusikia hivyo, akaona ni kama huyo mama kaja kumharibia pozi lake. Alijibu yeye akamwambia kwamba mama, ongea tu, Mabula anakusikia. Mama akasema hapana, kuna kitu tu hapa nataka kumuuliza mara moja. Mabula, hebu njoo mara moja. Basi Amora akajibu tena kwa panic akasema kwamba nimesema muulize ukiwa hapa, kama haina umuhimu basi unaweza kwenda mama. Basi Mabula hakupendezwa na hilo jibu. Alipotaka kutia neno, Amora alimzuia kwa kumwambia kwamba shh. Mama Mabula alishuhudia mwanae akiwa sasa hana kauli mbele ya Amora. Aliondoka zake akarudi ndani. Sasa Mabula hakupendezwa na alichokifanya Amora kabisa. Alisema kuwa sijapenda ulivyoongea na mama yangu vile. Amora akauliza kwani nimemtukana? Sawa hujamtukana, lakini sasa ulitakiwa kuongea naye vizuri. Alafu isitoshe yeye ni mzazi wangu, ana haki ya kuongea na mimi kitu chochote faraga. Kukaa nyumbani kwako isiwe basi shida Amora. Mabula aliinuka, alipotaka sasa kuondoka, Amora naye aliinuka akamzuia kwa kumkumbatia nyuma.
Amora alimwambia Mabula ya kwamba usichukie baby, naomba basi nisamee basi kama nimekosea, ili halitajirudia tena. Mabula akauliza kwamba kweli? Amora akasema kweli baby, please naomba basi nibebe afu twende chumbani nikakupatia kila kitu. Mabula alipoambiwa hivyo kwamba anapelekwa chumbani kupewa kila kitu, alilainika, akasahau kabisa kilichotokea hapo muda mchache uliopita. Mabula alimgeukia Amora, akamkisi kidogo mdomoni, kisha alimuinua taratibu akaanza kumpeleka chumbani. Sasa jimama lilikuwa ni libonge. Si unajua tena mishangazi iwe imeridhika, kunaga mshangazi mwembamba. Mishangazi ni minene. Ilikuwa ni libonge kiasi kwamba kumbeba Mabula alijikaza kiume. Yaani kumbeba Mabula mwenyewe alijikaza kiume. Hadi sasa ni mishuzi ilikuwa inamtoka tu ile ya silence ile. Fama siala nini. Walipofika ndani sasa, yaliyoendelea ni mambo juu ya mambo humo. So baada ya siku chache, mishahara bwana ilitoka kazini. Mabula aliingiziwa mshahara wa milioni 2 kwenye akaunti yake. Mabula alishangaa kwa maana makubaliano ya mkataba ilikuwa ni milioni 1.5. Alienda kuuliza kwa mhasibu, akaambiwa kuwa yeye mshahara wake umepanda kwa sababu anakaa studio moja kwa moja. Aise, Mabula alifurahi sana. Alitoka nje akamwambia dereva kwamba ampeleke mjini. Sasa alipofika, alimwambia dereva amsubirie hapo hapo barabarani, yeye atakuja. Mabula alienda benki akatoa pesa milioni 1.6. Kisha akatafuta wakala akamtumia Timanya milioni 1.3, maana namba yake si anaifahamu. Sasa huku kijijini Vomero, msikilizaji, kutokana na ugumu wa maisha, Timanya baada ya kutoka hospitali alianza kufanya kazi za kulima miraba ili sasa aweze kupata pesa ya chakula. Miraba sijui mnaifahamu? Watu wa kijijini nadhani mnaifahamu miraba vipande tu yani. Alikuwa anaenda na kachanga kake shambani, hivyo hivyo tu anapewa kaeneo fulani, unakatiwa, unalima, ukishamaliza basi utalipwa. Kwa hiyo ilikuwa ni maisha yake hivyo hivyo tu, anafanya hivyo vikazi, jioni ndo wanarudi. Sasa siku hiyo wakati sasa analima, alisikia message inaingia kwenye simu yake. Alipoenda kutazama, aliona ni message ya muamala kuwa akapokea milioni 1.3. Alishtuka. Timanya alishtuka sana. Yaani alihisi ni kama akakosea kusoma vile. Mara simu yake kaita hapo hapo, tena kwa namba ngeni. Basi Timanya alipokea huku anauliza kwamba halo, nani wewe? Ulipita ukimya wa sekunde kadhaa hivi. Ndipo akajibiwa na sauti ya kiume iliyosema kwamba halo, mimi ni Mabula. Timanya alishtuka sana baada ya kusikia sauti ya mumewe, maana ni mwezi umepita hajampigia. Timanya kuuliza kwamba mume wangu, nimekosea nini baba? Tafadhali naomba tu niambie nilichokosea mume wangu. Mbona kwa nini unanisusa ghafla? Binti aliongea maskini huku hadi chozi likimdondoka. Sasa Mabula alijisikia vibaya sana baada ya kumsikia mkewe analia. Alimwambia kwamba nyamaza Timanya, kwa sasa hutaweza kunielewa nikikwambia kila kitu, ila unatakiwa tu kuvumilia sana, sawa kuna vitu naweka sawa, kisha tutakuwa na furaha daima, sawa? Timanya akasema hapana Mabula, kama kuipata furaha ni wewe kuninyamazia, ni bora tuwe maskini Mabula. Tafadhali naomba uje basi nyumbani, mama naye kapotea, yani sijui hata alipo, nipo mwenyewe Mabula. Sasa wakati Timanya anaongea na simu, mtoto mgongoni alianza kulia. Mabula sasa mwili wote ulimsisimka aliposikia sauti ya mtoto. Akauliza huko anatetemeka kwamba umejifungua? Timanya alijibu huku analia akisema kwamba ndio, nimezaa, ni mtoto wa kiume mwenye sura kama ya kwako, ila hadi leo bado hana jina na kusubiri we babake. Basi Mabula alimwambia mpe jina la Baraka. Timanya akasema kwamba unasema nimuite Baraka? Mara simu ikakata. Sasa Timanya alishtukia tu simu imekatwa. Alipopiga tena namba ile ilipokelewa na mtu aliyejitambulisha ni wakala. Akamwambia kuwa huyu mtu alikuja tu kutuma pesa, akaniomba simu ili aweze kukupigia, kwa hiyo ameshaondoka. Timanya alibaki analia kwa maana ya kujua kwa nini Mabula kaenda kuongea naye kwa kupitia simu ya wakala na sio simu yake mwenyewe. Sasa huko mjini, msikilizaji, Mabula alipofika nyumbani, siku bwana alipitiliza kulala mapema sana, maana hakuwa sawa kabisa kiakili. Kila alipoikumbuka ile sauti ya mtoto wakati analia, roho ilimuuma sana. Sasa Amora alipomaliza kuoga, alikuja kitandani, akaanza kumuomba penzi Mabula. Ila Mabula alimwambia kwamba hajisikii kwa leo, kwa hiyo amvumilie tu hadi asubuhi atakuwa sawa. Amora alishangaa kwa maana hajawahi kulazwa na njaa siku zote, lazima tu yani akandwe, tena sio chini ya magoli 3. Amora sasa hakuelewa somo bwana. Alimwamsha Mabula akamwambia kwamba huwezi kulala bila kunigusa, mimi nimekupenda kwa ajili ya hiyo, sio kitu kingine, naomba usisahau hilo.
Mabula akasema, Amora, najua, nafahamu sana hilo, ila leo siko vizuri kabisa. Amora akasema, leo si nimewalipa mishahara yenu? Sasa nakuaje wewe haupo sawa wakati siku za mishahara watu wanakuaga wanakenua tu? Mabula akasema, Amora, kama utaendelea hivi, nitaenda kulala chumba kingine. Nimesema kwa leo sipo sawa. Basi Amora kwa hasira alijifunga kanga akatoka nje. Alienda sehemu ya vinywaji, akamimina kinywaji kikali sana, akaanza kunywa ili sasa kimsaidia kukata steam. Alitoka nje na glasi yake mkononi, sasa anajiuliza maswali ya kwamba kwa nini leo Mabula yupo hivi? Kwa nini hataki kugusa mwili wangu? Au kuna kimwanamke kakipata hapa mjini ndio kina kamchosha labda huko? Maana leo sio kawaida. Sasa Amora wakati yupo hapo nje anawaza, alimuona dereva wake kasinzia kwenye gari. Amora akaona ni bora akamuuliza dereva aliyekuwa na Mabula leo kwamba walienda wapi ili ajue kwa nini Mabula hayuko sawa. Sasa Amora alimfuata dereva akamgongea kioo cha gari hadi akamka. Alimuuliza, leo ulimpeleka wapi Mabula baada ya kutoka kazini? Dereva akajibu kwamba madam, aliniambia nimpeleke tu mjini, anataka kwenda benki. Amora akasema, benki? Benki tu? Hamkwenda sehemu nyingine? Dereva akasema, hapana madam. Amora akasema, okay, huko benki alifanya nini? Dereva akasema, sijui, maana sikwenda naye, aliniambia tu mimi nibaki barabarani kisha alienda mwenyewe. Amora akasema, sasa kwa nini wewe naye ukwenda naye wakati nilikwambia umfuatilie kila sehemu? Dereva akajibu, madam, aliniambia nibaki barabarani, ila nilipoona sasa anachelewa nijaribu kumfuatilia. Sasa tulikutana njiani akiwa sasa ndo anarudi. Amora akasema kwamba okay, alikaa muda gani baada ya kushuka kwenye gari? Dereva akasema ni kama lisaa hivi kasoro. Sasa Amora alijiuliza kwamba yani kutoa pesa tu ndo achukue lisaa, au kuna mtu alienda kuonana naye muda wote huo? Basi Amora akapata mashaka. Alirudi ndani akachukua simu ya Mabula na kuanza kuikagua ili aone sasa leo Mabula akaongea au kuchati na nani, ila hakukuta chochote kwenye simu ya Mabula zaidi tu ya message ya bank ambayo ilionyesha Mabula alitoa 1,600,000 leo. Sasa Amora alisearch kwenye nguo alizokuwa kavaa leo Mabula akakuta kuna 300,000 tu. Akajiuliza tena kwamba sasa kama alitoa 1,600,000, mbona humu kuna 300,000 tu? Pesa nyingine kapeleka wapi? Kama mama yake yuko hapa hapa, sasa takuwa kazipeleka kwa nani hizo pesa? Au ndo alikuwa anatanua na mwanamke mwingine leo? Basi Amora alizidi kuwa na hofu juu ya Mabula. Alimtizama Mabula ambaye muda huo alikuwa na koroma tu. Alitamani kumwamsha ila aliona hebu ngoja avumilie tu kukuche alafu atajua atafanya nini. Sasa time ya asubuhi bwana, Amora aliamka mapema tu. Akaenda kumwamsha mama yake Mabula. Baada ya mama huyo kuamka alimuuliza kwamba, samani mama, nataka kukuuliza, jana Mabula amekupatia pesa yote umweke? Mama Mabula alishangaa kuona kaamshwa yani kakurupushwa tu na kuulizwa hilo swali. Akajibu ya kwamba hapana, kwani kuna nini? Amora akasema basi sawa mama, amna, lala tu. Basi Amora alirudi chumbani huku sasa anajisemea kuwa Mabula hakumpa pesa mama yake. Sasa okay, ataniambia alikuwa na nani jana. Basi alienda kumwamsha Mabula tena kwa karaha sana. Ile tena yani ni kuamshwa kwa kumwagiwa maji kabisa usoni. Mabula aliamka sasa akiwa kafura kwa hasira. Alimuuliza Amora ya kwamba, wewe hivi mbona huna heshima na adabu kiasi hicho bwana? Ndio nini sasa hii? Amora akasema, wewe ndio huna adabu Mabula. Okay, jana ulitoka kwa mwanamke si ndio? Ndio maana ulishindwa hadi kunipatia tendo si ndio? Mabula akasema, mwanamke gani? Amora akasema, hukutaka kunipa tendo kwa sababu ulichoshwa nimejua kila kitu. Simu yako hii hapa inaonyesha kwamba ulitoa pesa jana 1,600,000 ila mfukoni mwako una 300,000. Haya, zingine umezipeleka wapi? Kama sio na mwanamke ndio ambaye ulimuonga. Mabula akasema, Amora, hapana, mwaza mbali sana. Amora akasema, we ni mwaza mbali kivipi? Kama nadanganya basi nionyeshe hizo pesa zilipo ili niamini jana kwamba hukuwa na mwanamke mwingine. Okay, mama yako mwenyewe nimemuuliza, kasema hujampatia hata 100. Mabula alikaa kimya kidogo kisha akasema kwamba, Amora, nijiapiza nikipata kazi basi nitatoa sadaka kama ishara ya kumshukuru Mungu. Nipo hapa kwako, unanilisha, unanivisha mimi na mama yangu, hivyo nilipopokea tu mshahara niliona sio mbaya nikawatembelea mayatima na watoto walemavu ili na wao niwapatie msaada. Sasa wewe kuna ubaya kumshukuru Mungu Amora? Mimi nimetoa 900,000 kwa ajili ya wheelchair za watoto walemavu. Iliyobakia nikatoa kwa ajili ya chakula chao. Hilo ndio kosa Amora? Au mimi nilitakiwa labda kukuomba ruhusa kwenda charity kutoa sadaka? Hivi kwamba ndio uniamini kiasi hicho Amora?
hadi uanze kunichunguza kama mtoto mdogo? Yaani uzuri wote huo uliokuwa nao bado tu hujiamini mama? Yaani kisa nakula tu na kulala kwako ndio uniamshe namna hii kwa kunimwagia maji kweli Amora? Basi Amora baada ya kuambiwa hivyo alinywea kama matembele yaliyopigwa na jua la saa 8 na kupikwa na mtu ambaye yani anachuki nayo. Sasa Amora taratibu tu alimsogelea Mabula pale kitandani. Akamwambia kwamba naomba unisamee mpenzi wangu. Mimi sikujua kama ulitoa sadaka. Baada ya jana kunikatalia kufanya tendo, akili yangu mimi iliwaza mbali sana, nikahisi labda umetoka kunisaliti, ndio maana nikafikia hatua kwanza kukuchunguza kote huko ili tu nijue ukweli. Basi Mabula alimtazama Amora kwa muda. Kisha alimuuliza kwamba hii itaendelea hadi lini? Yaani utanichunguza kwenye kila kitu hadi lini Amora? Ina maana mimi yani kwamba sina uhuru wa kuamua kuhusu mshahara wangu kwamba nifanyie nini? Yaani hadi kwenye mshahara nachunguzwa? Amora akasema baby, ndio maana nimekuomba msamaha jamani. Mabula akasema Amora, mimi ni mpenzi wako, sawa? Umeniwekea mipaka nisiwe na mtu yoyote yule. Basi naomba nichunge kwenye mapenzi na sio hadi kwenye mambo yangu binafsi, kwa sababu mimi sio mtoto wako. Basi Mabula alijiweka sawa, kisha alitoka nje sasa akiwa na hasira sana. Alienda chumbani kwa mama yake, akamkuta mama yake yupo anahangaika tu kufungua drawer za humo chumbani. Sasa Mabula alimuuliza mama yake kwamba kulikoni? Kuna shida gani mama, mbona kama unahangaika kufungua drawer? Sasa mama Mabula alimjibu mwanae kuwa natafuta funguo za mlango wa hiki chumba, maana nimechoka kurupushwa tu kila asubuhi tu na huyo mwanamke wako. Sasa Mabula alimsogelea mama yake akamkumbatia huku akimwambia kwamba pole mama yangu, naona ni bora tu urudi kijijini mama, ili ukaishi kwa amani kama zamani. Nikifanikiwa mama, mimi nitakuja kukuchukua wewe na Timanya, maana mama hapa wewe kabisa unaelewa mama, hapa sio kwangu, hivyo mimi sina maamuzi yoyote ambayo yanaweza kukusaidia wewe kutokunyanyasika. Mimi naona kama utanyanyasika tu mama. Mama Mabula akasema kwamba hapana mwanangu, mimi siwezi tena kurudi kule kuanza kulalia kitanda chenye kunguni. Nitaishi hapa mimi. Wewe ndio unatakiwa kumdhibiti huyo mwanamke awe chini yako ili aniheshimu mimi mama yako. Au umeridhika tu nakuwa kama boy wake tu wa kumlisha tu. Kumkanda miguu na vinginevyo, si ndio? Mama kumbuka huyu ni bosi wangu hapa, sawa? Yaani mimi hapa mama, mimi nipo nafanya kazi. Yaani mama, mimi sijakataa tu kulelewa. Ona jana mimi nimemtumia pesa Timanya. Kwa hiyo wala hata usijali, sawa? Nimemtumia kila kitu kimekwenda sawa. Kwa hiyo usijali kabisa na hamtokana njaa huko. Alafu kuhusu kitanda mama si nitakununulia kingine. Mama nakuomba tu urudi nyumbani tu mama. Alafu Timanya amejifungua, ana mtoto mdogo, nenda umsaidie mama. Alafu pia hata hajui wewe upo wapi, ana wasiwasi sana. Wewe kwani uliongea naye? Ndio mama. Hilo usimwambie Amora. Wewe jiandae tu urudi kijijini mamangu. Wewe ukiwa kule ni rahisi mimi kujua maendeleo ya Timanya na mtoto kupitia wewe mama. Huyu mwanamke mama mimi ananichunga sana mama. Yaani mama mimi siwezi kuongea hata na Tima hata kidogo. Sasa mwanangu, mimi bwana kijijini sirudi. Kuhusu Timanya mimi naona tu nitampigia simu nimwambie kwamba nipo kwa mdogo wangu shida. Ila siwe na hofu juu yangu, alee tu mwanae. Unajua Mabula mwanangu, hii nafasi hatuwezi kuiachia. Unatakiwa wewe kumdhibiti huyu mwanamke. Hebu twende nikupeleke kwa mganga. Sasa msikilizaji, wakati huo Amora alikuwa anatoka chumbani kwake. Alipopita hapo kwenye mlango wa chumba cha mama Mabula, akasikia mama yake Mabula anaongea kwamba hebu twende kwa mganga. Hiyo kauli ya mwisho ndo anaiongea. Amora aliguna kwanza, kisha alisimama kusikiliza. Kule chumbani mama Mabula aliendelea kumwambia mwanae kuwa ampeleke kwa mganga ili amsaidie kumdhibiti Amora awe chini yake. Mabula alimwambia mama yake kuwa usiwaze hivyo mama, hizi ni mali zake, sio za kwangu mama. Mama mimi sihitaji kuwa juu ya mtu mama. Kitu ninachokitaka ni kufanya kazi kwa bidii ili niwe na vya kwangu mama, kwa mshahara wangu mwenyewe mama. Mimi naamini nitatoboa tu mama. Mama nakuomba tu nenda kajiandae mama. Wewe jiandae tu. Kwanza mimi hapa nataka kuingia kazini mama. Basi Amora aliposikia Mabula anakuja, alishuka ngazi haraka akaenda jikoni. Sasa Amora alipofika jikoni, alianza kuandaa chai huku sasa akikumbuka mazungumzo aliyoyasikia mle ndani ambapo mama Mabula alikuwa anamsimu naye ampeleke kwa mganga ili wakamdhibiti. Sasa Amora alijawa na hasira sana. Hata chai yenyewe haikupikika. Alitoka nje akaenda kumpigia simu rafiki yake Leila huku analia. Asa Leila alipopokea simu akaambia kwamba Leila, hebu naomba unisaidie. Nimevurugwa, yani na hasira hapa Leila, naweza kumpiga hata mtu risasi.
Leila akasema hapana Amora, usijaribu na kufanya hivyo. Unajua tumepambana sana kupata hizi mali zetu. Sasa hivi ni muda wetu wa kufaidi maisha, sio kwanza kuteseka. Hebu naomba usifanye kitu cha kijinga, umesikia? Mwisho siku utaishia tu gerezani bwana. Hebu naomba kwanza uvute pumzi, relax, mimi nakuja hapo sasa hivi, umesikia? Nakuja kujua shida nini. Amora akasema sawa. Basi simu ilikatwa. Amora alianza kuvuta pumzi kisha aliziachia kama mara 10 hivi. Kidogo ilimsaidia kupunguza jaziba. Sasa alirudi jikoni, akaandaa chai kisha alitenga mezani. Mabula sasa alipomaliza kuvaa alikuja dining room, akashangaa kukuta chai ipo tayari. Amora alienda kumkumbatia Mabula, akambusu, yani kama hakuna kilichotokea. Akamwambia kwamba karibu chai darling, najua umeshangaa sana leo nimeandaa chai na sio kawaida yangu. Ni kwamba tu nataka tu uone ni kwa jinsi gani na kuomba msamaha kwa nilichokifanya. I'm so sorry my love. Basi Mabula alitabasamu huku akisema kwamba natamani uwe hivi kila siku Amora. Basi walikaa kwenye viti wakaanza kunywa chai. Mama Mabula naye alikuja akawakuta Mabula na Amora wanakula. Sasa Amora alipomwona huyo mama alipata hasira hatari. Hakutamani kumuona hata anakula hapo mezani. Ila ndio hivyo, hakuwa na jinsi. Sasa mama huyo alipofika alivuta kiti akakaa huku anasema kwamba jamani, kumbe nimewahi. Alivuta sausage na mayai akaanza kuvikamia kama anazijua bei zake vile. Mabula alipomaliza kunywa chai aliinuka akamkisi Amora na mama yake pia kisha alienda kazini. So baada ya Mabula kuondoka, mama Mabula alimuuliza Amora ya kwamba mkwe, naulizia ufunguo wa chumba changu upo wapi jamani? Nataka niwe hata najifungia usiku ili niwe huru kulala. Sasa Amora alimjibu kuwa nitakupatia baadaye. Kisha aliinuka akatoka nje baada ya kulisikia gari la rafiki yake Laila likiwa sasa linaingia hapo kwake. Laila alipofika alimkumbatia rafiki yake huku sasa anamuuliza kwamba upo sawa kipenzi changu? Amora alimshika mkono Laila, wakasogea mbali kidogo bustanini ili sasa wawe huru kuongea. Amora akaanza kusimulia. Akasema kwamba Laila, nimemfuma huyu mama akimshauri mwanae kuwa ampeleke kwa mganga ili niwe chini yao. Wanataka kunidhulumu mali zangu. Eti jamani, yani kweli kabisa Laila, kwamba waturudishe sisi yani, au ndio anaturudia na sisi Laila? Laila akasema kwamba nyamaza Amora, usiongea mambo Amora, au mambo yameshapita jamani. Afu pia unatakiwa kujua kuwa hakuna yoyote wa kudhulumu mali zetu hata kwa uchawi tu haiwezekani Amora. Amora sikia, hapo unatakiwa kuachana na huyu mwanaume. Tafuta mtu wa mjini, au aliolelewa vijijini huwa na mambo mengi sana ya kichawi. Amora akasema Laila, mimi siwezi. Yani kuhusu mtu mwingine siwezi. Mimi nilivutiwa na huyu mwanaume toka siku ya kwanza tu nilipomwona. Nilipokuja kulala naye ni ndo kabisa alinivuruga akili mpaka ubongo Laila. Sasa mimi nawezaje kumwacha mwanaume anayeniweka sawa kitandani kama huyu? Laila akasema Amora, tupo kwenye miaka ya 40. Hivi ni kitu gani ambacho Amora kwetu ni kipya kwenye mapenzi? Raha ipi ambayo hatujawahi kupewa hadi uchizike kiasi hicho na huyo mshamba tu kijijini huko? Amora akasema Laila, nahitaji tushauriane tu, huyu mama ndio tatizo. Mimi hapa simtaka kabisa awe hapa. Lakini nawaza kama akirudi kijijini yatarudi yale. Mabula atakuwa anaongea naye muda wote na pia sasa atakuwa anasafiri kwenda kumuona mama yake, na mimi sitaki Mabula awe mbali na mimi hata kwa siku moja. Laila akasema sasa basi tumuue, hakuna njia nyingine. Kwa kufanya hivyo Mabula atabakia mwenyewe hivyo, utamiliki hadi kufa kwake. Amora akasema unajua hata mimi niliwaza hivyo Laila ila sasa nitamuua vipi? Laila akasema wewe hiyo kazi uniachie mimi bwana. Wewe unatakiwa kusafiri na Mabula ili sasa asiwepo. Afu mkija kurudi Mabula atajua kwamba mama yake kapotea, maana si ni mgeni hapa mjini. Atamtafuta hadi achoke. Afu akatuo mimi sasa nitakuwa nishamaliza kila kitu. Basi Amora alimkumbatia shoga yake huku sasa namwambia kwamba sijui nimpe nini Mungu kwa kunipa rafiki kama wewe. Basi Laila alimjibu shoga yake kuwa usijali, hata wewe uliyatatua matatizo yangu mazito hadi leo tupo pamoja. Bila wewe kuisambaratisha familia aliyekuwa mume wangu, saizi ningekuwa jela. Amora akasema bwana, tusikumbuke rafiki yangu kuna jipigani kwanza, hebu ngoja tule tu maisha. Laila akasema kweli tutule maisha. Haya, kajiandae basi tutoke sasa. Basi walikuwa ni watu wenye furaha sana. Wakati huo Mama Mabula alikuwa ndani anawaangalia kina Amora dirishani. Mama Mabula akajisemea kwamba waone mikubwa mizima kupenda vitoto vidogo tu ngoja nimshawishi Mabula hadi akubali tuliloge hili jitu zima ovyo.
ninanikuzia tu mwanangu. Basi msikilizaji, upande wa kijijini Vomero, Timanya alienda kutoa pesa alizotumiwa na Mabula. Baada ya kutoa pesa, alienda kule kwenye mikopo akatoa milioni 1, yani alilipa milioni 1 ili kuweza kupunguza deni. Baada ya kulipa hilo deni, Timanya alijisemea kuwa bado milioni 2 tukomboe mashamba yetu. Naamini mume wangu atamalizia tu ile deni na Mungu amsaidie. 300,000 aliyobakiwa nayo sasa alifanya kutumia kwa chakula na mahitaji ya nyumbani. Sasa Timanya aliamua kwenda sokoni ili anunue hata basi vinguo vya mtoto. Alienda kuchukua pia na chakula, kisha alipofika pale hospitali akalipa madeni pia na akarudi nyumbani. Sasa alipofika alimkuta mama mdogo wa mume wake. Huyu mama mdogo, kumbuka ndio yule ambaye alimpigia simu, anaitwa Shida. Alikuwa yupo nje amekaa. Basi Timanya alimsalimia mama mdogo Shida, kisha akamuuliza mama mdogo kwamba umekuja muda mrefu? Sasa Shida alimjibu kuwa nimekuja muda kidogo, nimefika nikakuta hupo, ikabidi sasa nisubiri tu. Ile siku unajua ulivyoniambia kwamba umejifungua na dadangu pia katoweka, unajua ulinishtua. Nikasema nikipata nauli nije. Basi Timanya alifurahi sana. Akamwambia kwa msisitizo kuwa karibu sana mama mdogo. Basi Timanya alimshusha mtoto akampatia bibi yake ili sasa mbebe. Yeye alifungua mlango, akaweka vitu na kisha alianza kukusanya kuni jikoni ili sasa apike. Alimuita kijana wa jirani tu akamwomba amchinjie kijogoo kimoja kilichokuwa kinazagazaga tu hapo ili ampikie mkwe wake. Mama mdogo Shida alimuuliza Timanya kuwa toka ujifungue ulishapata maji ya mwili? Timanya alijibu hapana mama mdogo, sijui kitu. Mama mdogo Shida akasema sawa, nitakaa hapa kwa siku 3 ili nikukande kande. Sasa hebu toka hapo jikoni mimi nikusaidie kupika na kuukanda mwili. Timanya akasema jamani mama mdogo pumzika. Mama mdogo Shida akasema usijali bwana, wewe bado ni mzazi mwanangu na hujakandwa toka uzae. Basi mama mdogo Shida aliingia jikoni akaweka maji ya moto, Timanya akakaa. Timanya simu yake iliita. Alipotizama hivi aliona ni mama yake Mabula ndo anayepiga. Alishtuka akasema kwamba mama anapiga. Sasa Shida akamwambia kwamba hebu pokea, weka sauti ya juu tujue yuko wapi. Timanya alipokea kwa kusema kwamba alo mama. Mama Mabula aliongea kwa sauti ya chini sana, yani kama mgonjwa vile. Mama Mabula akasema kwamba halo mwanangu, hujambo? Timanya akasema mama, upo wapi mama, tumekutafuta sana. Mama Mabula akasema nilikuwa naumwa mwanangu, ndio maana hata sikuwa hewani. Vipi umeshajifungua? Timanya akasema ndio mama, nimejifungua. Mama upo wapi nije kuchukua mama mkwe wangu? Mama Mabula akasema usijali, nipo huko kwa mdogo wangu Shida, ndio ananiuguza. Msikilizaji, hapo Timanya na mama mdogo Shida walitazamana kwa mshangao mkubwa. Sasa mama Mabula amesema kwamba yupo kwa Shida na Shida mwenyewe ndio huyo yuko hapo na Timanya. Dunia. Basi Timanya alimuuliza mkwe wake kuwa upo kwa mama mdogo Shida, mama mdogo Shida yupi? Mama Mabula akasema kwamba sasa si yule mdogo wangu mama yake mdogo Mabula. Timanya akasema lakini sasa mbona mama mdogo Shida nipo naye hapa na nilipomuuliza amesema kwamba juu ulipo pia. Basi Timanya baada ya kuongea tu vile simu ikalia ti 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 ti. Alipotizama hivi tayari simu imeshakatwa. Timanya alipiga tena namba ya mkwe wake, akaambiwa simu unaopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye. Timanya alimuuliza Shida ya kwamba kwa nini mama amenidanganya yupo kwako kumbe hayupo? Mama mdogo Shida akasema kwamba binti yangu, asikuumize kichwa huyo, sawa? Huyo ni mtu mzima. Kaona umemuumbua ndio maana amekata simu. Yaani mimi dadangu hata simuelewi sijui yukoje. Timanya akasema sasa atakuwa wapi afu na kwa nini anadanganye? Mama mdogo Shida akasema bwana achana naye, labda akapata kibabu huko, kibabu chenzio huko wanaleana. Timanya akasema lakini mbona mama alikuwa anajua hali yangu na anajua sina mtu mwingine wa kunisaidia zaidi yake, sasa anawezaje kuniacha mwenyewe tena hata bila hata kuniaga? Mama mdogo Shida akasema nitampigia simu dada yangu nimseme, unajua sijaipenda tabia yake ya kuondoka alafu anasingizia yupo kwangu. Itabidi umsemee tu kwa mwanae Mabula. Basi bwana Timanya hapo sasa alinyamaza kimya. Yeye hakutaka kuzungumza chochote kuhusu Mabula, ila kuna upande alipata amani kwa maana sasa alijua kuwa
mkwe wake yupo sehemu salama, hajapatwa na tatizo lolote japo amemdanganya. Sasa upande wa mjini, msikilizaji, Amora alifanya booking ya ndege, akapata tiketi ya kuelekea nje ya nchi. Baada ya hapo alienda ofisini, akamkuta Mabula yupo anaandaliwa kwa ajili ya kufanyeje, ya kuingia studio jioni. Alipofika alimbusu Mabula mbele ya watu, kwa sababu upenzi lao sasa hivi sio siri tena. Basi akambusu, kisha alimwambia kuwa baada ya kumaliza kipindi nina zawadi yako. Mabula alimwambia Amora kuwa usisahau kama umeniudhi sana, bado sijasahau. Basi Amora akasema najua baby, na ndio maana nimekuandalia hii surprise kama sema kukuomba msamaha jamani, mimi naamini utaipenda sana. Mabula akasema sawa. Basi muda ulipofika, Mabula aliingia studio kutangaza habari. Amora alikuwa amekaa nyuma ya kamera anamsubiria tu. Alipomaliza walishikana mikono wakaelekea kwenye gari. Walipofika kwenye gari, Amora alimuonyesha Mabula tiketi za ndege akimwambia kwamba wiki ijayo tutaenda nje ya nchi kutembea. Sasa Mabula alishangaa sana, akamuuliza Amora kwamba yani unamaanisha? Amora akasema ndio baby, nataka nikupeleke vacation. Mabula akasema mpenzi, mimi sijui hata kupanda ndege mwenzio. Amora akasema usijali baby, kwa mara ya kwanza utapanda ndege ukiwa na mimi, umesikia? Na kuanzia sasa unatakiwa kuanza maandalizi yako binafsi ya safari. Mabula alifurahi sana, yani hadi alisahau kuwa waligombana leo asubuhi. So walipofika nyumbani walimkuta mama yake Mabula yupo amekaa sebuleni sasa akiwa mpweke tu. Mabula alipofika tu kwa shauku walimwambia mama yake kuwa mimi na Amora tunatarajia kwenda vacation wiki ijayo. Napanda ndege, tena mama, jamani mama, mwanao kwa mara ya kwanza napanda ndege mama. Mama Mabula alisema tu kwamba hongereni sana. Kisha aliinuka akatoka nje. Mabula alimwambia Amora kwamba atangulie ndani, kisha yeye alimfuata mama yake nje. Alipofika alimuuliza mama yake kuwa mbona uonekani kuwa sawa hata hujachangamka mama? Mama Mabula alimtazama mwanae, kisha akamwambia kwamba leo nilimpigia simu Timanya. Nikamwambia kuwa nipo kwa shida ili sasa asiwe na hofu juu yangu. Kumbe hata sikujua hiyo shida mwenyewe ninayemsingizia yupo kwa Timanya. Unajua nimejisikia fedheha sana. Hadi nimekata simu. Yaani sijui hata nitamtazama vipi tena Timanya. Mama. Afu mama, taizo lako mama. Afu mama mimi nilikwambia kwamba mama urudi kijijini, ila wewe ukutaka kunisikia. Ayaona sasa Timanya kashajua kwa umemdanganya. Unahisi atafikiria nini sasa? Mimi sijui. Sijui bwana, mtajuana wenyewe. Mie kwa aibu hii wala hata sitompigia simu tena. Basi mama Mabula aliingia zake ndani. Alimpita Amora sebuleni, akapitiliza chumbani kwake. Amora alijiuliza kwamba kuna nini kinaendelea kati ya hawa watu wawili, au anaendeleza mipango yake ya kumpeleka Mabula kwa mganga ili akanidhibiti mimi? Itakuwa ni hivyo. Hapa natakiwa kumuondoa huyu mama haraka sana ili nibaki na Mabula wangu nimuendeshe nitakavyo. Basi Amora aliingia chumbani kwake. Alipofika alibadili nguo, akajifunga kikoi kifupi tu cha mtego tu. Moyoni alijisemea kuwa natakiwa kumtega Mabula kisawasawa ili nimdhibiti zaidi, asifikirie kuhusiana na mama yake hadi utakapomuondoa duniani. Basi baada ya muda kidogo Mabula aliingia ndani, akamkuta bibie kashaji seti ile mbaya. Basi Mabula alijikuta na tabasamu baada ya kuona urembo wa Amora. Alimwambia kwamba unavutia sana kwa macho. Basi Amora alitabasamu, aliinuka akaenda kumkumbatia Mabula. Alipofika alimpiga kisu la mdomoni, kisha akamuuliza kwamba mpenzi, ulikuwa unaongea nini na mama? Amora aliuliza hivyo. Mabula akasema kwamba sijali baby, ni mambo tu ya kifamilia, si unajua tena mambo ya ndugu na ndugu nini yani. Amora akasema sawa, natumai tutaenjoy sana vacation yetu. Sana tu. Hebu njoo kwanza basi, mimi nishatamani mwenzio. Basi Mabula alimdondoshea Amora kitandani ili ratiba zingine sasa zifuate. So baada ya siku chache kupita, msikilizaji, Amora na Mabula walisafiri wakaenda vacation nje ya nchi. Tukumbuke tu safari hii waliipanga Amora na rafiki yake Leila ili mpango wao wa kumpoteza mama Mabula ufanyike kipindi ambacho Mabula akiwa wapi? Akiwa hayupo. Sasa baada ya wao kuondoka nyumbani, alibakia mama Mabula pamoja na dereva na mlinzi wa getini. Sasa Leila alimtuma kijana wake mmoja hivi kazi ya kumchunga mama yake Mabula ili siku yoyote atakayotoka mtaarifu. Hivyo huyo kijana alikuwa anashinda nje ya nyumba ya Amora kila siku kutimiza tu kazi aliyopewa na bosi wake Leila. Mama Mabula aliishi kwa majuto sana toka siku aliyoongea na Timanya. Sana. Yaani hakuwa na raha tena kwa sababu Timanya kajua kuwa amemdanganya.
Yaani nafsi yake ilimsuta sana kila alipokumbuka jinsi ambavyo Timanya alikuwa akiwahudumia kuanzia chakula na kila kitu bila hata kuwasimanga wala kulalamika, lakini leo hii wamemsaliti na kumwacha peke yake kijijini akiwa na mtoto mdogo. Sasa Mama Mabula aliona ni bora tu atumie huo muda ambao kina Amora hawapo, aende kule kijijini kumuona Timanya, na pia atafute sasa uongo wa kumdanganya Timanya ili sasa asimfikirie vibaya, amuamini kama zamani tu. Basi siku ilipofika, Mama Mabula bwana alijiandaa kwa ajili ya nini? Ya safari. Dereva alipomuona Bi Mkubwa sasa anatoka mwenyewe, alimwambia ya kwamba mama, njoni kupeleke safari yako. Ila Mama Mabula alikataa, akasema ya kwamba ataenda tu mwenyewe. Basi mama huyo alifunguliwa geti akatoka. Alipotoka tu, kuna yule mtu sasa ambaye anamfuatilia, ambaye amepewa hiyo kazi na Leila. Alimuona huyo mama akatoka na kibegi. Basi haraka alichukua simu akampigia Leila na kumwambia kuwa bosi, nipo karibu na hii nyumba ya Madamu Amora kama ulivyonituma, nimemwona yule mama ametoka leo. Basi Leila alimwambia kuwa mpigie simu wenzio mweze kusaidiana hiyo kazi. Nataka mumzimisha kabisa huyo mama, kisha mleteni kwangu akiwa ajitambui. Yule kijana alijibu sawa madam. Basi baada ya kumaliza kuongea na simu, yule kijana alimpigia simu wenzake, akampa maagizo aliyopewa na Leila. Baada ya hapo aliwasha pikipiki yake, akaanza kumfuata Mama Mabula. Sasa alipomfikia alimsalimia, kisha akamuuliza kwamba, Bi Mkubwa unaenda wapi? Mama Mabula akasema kwamba nataka kwenda stendi, ndio natafuta hapa bodaboda. Bora hata umekuja mwanangu. Niambie stendi ni bei gani? Basi kijana akasema kwamba mama, utanipatia tu 6,000 kwa kuwa wewe ni Bi Mkubwa. Mama Mabula akasema sawa. Basi Mama Mabula alipanda pikipiki na safari ikaanza. Yule kijana aliendesha pikipiki akampeleka Mama Mabula mbali na hapo. Walipofika njiani, yule sasa dereva alimkuta mwenzie ambaye alimpigia simu kwamba wakutanie hapo. Kilichotokea hapo, kwanza walimpiga Mama Mabula nyuma ya kichwa. Mama akapoteza fahamu. Kisha walimpeleka kwa Leila. Sasa huku kijijini Vomero, msikilizaji, baada ya wiki kupita, Mama Mdogo Shida alijiandaa kwa ajili ya kurudi nyumbani kwake. Wakati sasa anaondoka, alimsihi Timanya awe jasiri na mvumilivu ili amlee mtoto wake vizuri. Timanya alisema kwamba Mama Mdogo, na nashukuru kwa kukaa na mimi muda wote huu, na nashukuru umenihudumia kama mzazi, yani sina cha kukulipa Mama Mdogo. Mama Mdogo Shida akasema usijali Timanya, ni wajibu wangu. Mimi nikifika kwangu nitampigia simu dada yangu ili niongee naye kwa kirefu nijue tu alipo. Mimi ni mdogo wake, hataweza kunificha. Na nakuahidi akiniambia tu chochote basi mimi nitakujulisha. Kwa hiyo usiwe na hofu juu yake, sawa? Timanya akasema sawa Mama Mdogo, kwa heri. Basi Mama Mdogo Shida aliondoka zake. Siku zilienda, mwezi 1.5 kakatika. Mtoto wa Timanya ambaye ni Baraka alipata shida kwenye mfumo wake wa upumuaji. Sasa ikabidi Timanya ampeleke mwanae zahanati. Alipofika huko aliandikiwa kibali cha kwenda hospitali kubwa ambayo ipo wilayani. Sasa Timanya alitumia akiba yake yote aliyopewaga na Mabula kuendea huko hospitali kumtibia mtoto wake. So baada ya siku 3 hali ya mtoto ilitengemaa, wakaruhusiwa kutoka hospitalini. Timanya aliporudi nyumbani aliwakuta wanaume 2 wamekaa wanamsubiri. Timanya aliwauliza, nyie ni kina nani? Basi mmoja wapo alimuonyesha Timanya kitambulisho, kisha alijitambulisha kuwa yeye na mwenzake wanatokea kwenye kampuni waliokopa pesa yeye na mume wake. Timanya alishtuka sana aliposikia hivyo. Timanya kuuliza kwamba kwa nini mmenifuata sasa ikiwa miezi 3 haijatimia? Jamaa mmoja akasema kwamba dada, imeshapita miezi 2 na wiki 1. Ndio kwanza umetoa 1,000,000 wakati makubaliano yetu yalikuwa ni mtoe rejesho 1,000,000 kwa kila mwezi. Kwa hiyo tupo hapa kwa sababu mwezi umeisha na bado hamjaleta rejesho. Timanya aliwajibu kwa pole sana, akasema kwamba kaka zanguni ni matatizo tu kidogo ndo ametuzonga. Mtoto naye alikuwa anaumwa, ndio maana sasa hatujalipa kwa wakati. Tafadhalini sana, naomba basi hata mtuvumilie, ndani ya hizi tu wiki zilizobakia tutaikamilisha hilo deni ambalo limebakia. Basi jamaa mmoja akasema kwamba sawa, una wiki 3 tu unatakiwa kumalizia deni letu, la sivyo tutakuja huku na mteja wa shamba mliloliweka rehani ili sasa tufidie pesa zetu. Basi watu hao wakaondoka zao. Timanya alibaki ameweka mikono kichwani, huku sasa anakumbuka enzi hizo baba yake mzazi alipokuwa anaumwa sana. Alimpa wosia akamwambia kwamba, Timanya mwanangu, ulimpoteza mama yako toka ukiwa mdogo, na sasa baba yako naona kabisa siwezi tena kupona. Na kuhusia mwanangu, tunza sana mashamba yako, huo ndio utajiri wako ninaokuachia mwanangu. Ukizitaka mali basi nenda kazichumie shambani, lima, kodisha vyote vile unavyotaka, ila kamwe usije kuliuza kwa mtu mwingine. Ulitunze we mwenyewe, la sivyo utaukaribisha ufukara mwanangu.
Msikilizaji, hayo ndo maneno ya mwisho ambayo Timanya aliambiwaga na baba yake kabla hajafa. Timanya alianza kulia, huku sasa anachukua simu na kumpigia Mabula aone kama leo anaweza kubahatisha simu, lakini simu haikuita. Simu ya Mabula haikupatikana kabisa. Akajisemea kwamba, Mabula, unajua fika kuwa hapa tunadaiwa, umeshapita mwezi na zaidi hata hujatuma pesa kulipa hili deni. Umepatwa na nini mume wangu? Mbona simu yako haiti tena? Mabula, jamani, tulikopa hizi pesa ili uweze kupata kazi, tafadhali naomba zawadi yako mume wangu. Mashamba ndio kila kitu changu jamani, usiruhusu yauzwe ili kufidia deni letu. Mabula, njoo. Timanya aliongea kwa analia. Sasa kutokana na ugumu wa maisha, Timanya airudi kwenye kazi yake ya kulima miraba ili walau apate pesa ya kula, huku sasa akiwa anamsubiri Mabula ampigie au amtumie pesa. Bwana we, mwezi wa pili ulikatika. Wale watu wa mkopo wakaja tena kijijini hapo, na safari hiyo walikuja na mteja ili kutaifisha au mashamba. Maskini Timanya alilia sana. Alilia sana baada ya kuona mashamba yake yanataka kuuzwa. Alienda hadi kwa viongozi wa kijiji kuomba msaada, ila nao walishindwa kumsaidia kwa sababu mkataba wa mkopo ulionyesha waliweka dhamana mashamba yake hayo mawili ili wapate mkopo. Timanya alilia sana. Alilia sana baada ya kuona kwamba akakosa msaada na sasa mashamba yake ndio hayo yanauzwa. Alisema kwamba, msiuze mashamba yangu jamani, mwenzenu ndio urithi pekee niliokuwa nao. Naombeni basi mpate hata muda tena mimi nitawalipa. Naombeni msiuze mashamba jamani, nawaomba. Basi alimsogelea hadi huyo mnunuzi aliyeletwa hapo aliyeitwa Koza. Akampigia magoti kumwomba msaidie asinunue mashamba yake. Koza alijikuta anamhurumia Timanya kwa jinsi alivyokuwa analia. Hadi mtoto mdogo wa mgongoni naye sasa alikuwa analia pia. Basi Koza alimsogelea Timanya, akamuinua pale chini sasa akimwambia kwamba, usijigalagaze chini bwana, hebu inuka bwana, alafu usilie, una mtoto mdogo mgongoni. Utamdiza bwana. Basi Timanya akasema, kaka nakuomba sana kaka. Kaka nakuomba usinunue mashamba yangu kaka, yana maana kubwa sana kwangu. Tafadhali naomba tu nipatie muda, mimi nitalipa pesa. Nakuomba sana kaka, nakuomba usinunue kaka. Sasa wale watu wa mkopo walimwambia Koza kuwa aangalie mashamba, asimsikilize huyo mwanamke. Huyo mwanamke ni tapeli yeye na mume wake. Basi Koza alikubali, akalipia hayo mashamba kwa njia ya simu. Na kisha waliandikishana muda huo tu kwa mwenyekiti hapo hapo. Timanya alishuhudia yote hayo mbele ya macho yake. Aliona mashamba yake jinsi yanavyouzwa. Timanya alishindwa kujizuia. Nguvu zilimwishia maskini. Alidondoka chini na kisha akapoteza fahamu. Majirani waliokuwa karibu walimsaidia kumuinua mtoto pale chini, wakaanza kumbembeleza mtoto na kumpepea mama. Koza sasa, ambaye ndio mteja, alijisikia vibaya sana kwa kuona kwamba Timanya ameanguka kwa sababu ya mashamba yake ambayo kanunua yeye. Alimtazama maskini mtoto wa Timanya jinsi alivyokuwa anamlilia mama yake ambaye alikuwa hapo chini kapoteza fahamu. Sasa kamfanya Koza kukumbuka mbali sana. Kumbukumbu ya Koza ni kwamba Koza alikumbuka maisha ya zamani alipokuwa mdogo. Yeye alilelewa na mama tu, tena kwa maisha ya shida na tabu. Njaa ilitawala kwao hadi sasa kamlazimu mama yake kuanza kwenda kuiba miogo na viazi kwenye mashamba ya watu ndio apate kula. Hali hiyo sasa iliendelea siku hadi siku, sasa ikawa ni hali ya kuzoea. Siku moja mama Koza alipokuwa sasa kaenda kuiba viazi, alikutwa na mwenye shamba na hapo alimuitia kelele zao za mwizi. Wanakijiji walipofika walimpiga mama Koza hadi wakamuua. Alafu kibaya zaidi, Koza alishuhudia kwa macho yake jinsi mama yake alivyouliwa kwa kupigwa na watu. Kwa hiyo Koza aliyakumbuka yote hayo, huku sasa akiwa anamwangalia mtoto Baraka ambaye alikuwa ameshikwa na jirani huku anamlilia mama yake. Huruma ilimwingia. Basi baada ya kumaliza mauziano pale, wale watu wa mikopo waliondoka na pesa zao. Koza yeye alibaki hapo hapo hadi Timanya alipozinduka. Timanya alipomuona Koza alimpigia tena magoti huko analia, akimwomba amrudishie hati miliki za mashamba yake na atamlipa pesa zake. Koza alimwambia Timanya kuwa, nimejisikia vibaya kwa ajili ya kilichotokea leo na imenikumbusha mbali sana, ndio maana nimebaki sijaondoka. Kama mashamba ndio kila kitu chako Timanya, basi mimi nitakuachia. Timanya kusikia hivyo alitabasamu huku akiwa sasa haamini alichokisikia. Koza aliendelea kwa kusema ya kwamba, sitaki na wewe uje kuishi maisha magumu na mtoto wako hadi uje kufikia kuanza kuiba vya watu na ukawa na hatima mbaya kama ya mama yangu. Basi Timanya alimsikiliza Koza huku analia. Koza aliendelea kusema kuwa, nimeshindwa kuondoka kukuacha kwenye hali hii. Sasa basi, kununua mashamba yako chukulia ni kama mkopo tu nimekupatia. Kwa hiyo
wewe baki na haya mashamba, endelea tu kulimisha kama kawaida, afu ndani ya miezi 6 naomba unirudishie hii pesa nilionunulia mashamba, na mimi nitakurudishia sasa hati za mashamba yako. Timanya hakuamini alichokisikia. Ajikuta anamkumbatia Koza. Licha ya kuwa mfahamu, alimwambia asante sana, Mungu akuzidishie mara elfu kwa hiki ambacho umenifanyia kakaangu. Asante sana, na nakuahidi nitajitahidi nikulipe hiyo pesa ndani ya huo muda ulionipatia. Basi Koza alimwachia Timanya namba yake ya simu kwa ajili ya mawasiliano na kisha aliondoka zake. Asa Timanya hapo hapo aliinua mikono juu akamshukuru Mungu sana tu. Baada ya kukaa nje ya nchi kwa miezi 3 sasa, ndugu zanguni, hapo sasa tumeshahamia kwa Amora na Mabula. Baada ya wao kukaa nje ya nchi kwa miezi 3, hatimaye Amora na Mabula walirudi kutoka kwenye vakashani yao. Walichelewa kurudi, na kuchelewa kwao kurudi ni kwa sababu Mabula bwana alipata ugonjwa ambao ulifanya wao wakazuiliwa kusafiri hadi kwanza apone, ili sasa asije kuambukiza wengine. Hivyo sasa ilichukua miezi 3 kupona, ndo hatimaye sasa wamerudi. Siku ya kurudi, yule shoga wa Amora ambaye ni Laila ndo alienda kuwapokea uwanja wa ndege. Sasa walipokuwa njiani, Laila aliwaambia kina Amora kuwa pole kwa matatizo ya afya aliyomkuta shemeji huko. Mabula akajibu, asante, nilikutana na gonjwa la mlipuko huko, sasa likanivaa hilo. Kwa sasa nipo sawa. Vipi mama yangu, ulituambia kwenye simu kuwa kapotea, vipi ameonekana? Basi Laila kwanza alitingisha kichwa kwa masikitiko, kisha akajibu kwamba hadi leo hajaonekana kabisa. Ni kama nilivyoambia, mama yako aliaga anaondoka. Dereva sasa alipotaka kumpeleka ni kwenye safari yake, mama alikataa. Kufikia kesho yake asubuhi alikuwa bado hajarudi, ndio nikapigiwa simu mimi na mlinzi wenu, maana nyie alikuwa hawezi kuwapata. Basi Amora kwa unafiki ni kama alijiulizisha tu kwamba kama vile hajui kinachoendelea vile. Amora akasema kwamba sasa polisi wanasemaje Laila? Laila akasema tokea nifungue kesi mwezi wa 3 sasa kimya, hakuna taarifa zozote, bado anamtafuta. Mabula maoni mwake alijisemea kuwa mama atakuwa tu ipo kijijini kwa Timanya, hana kwingine pa kwenda, hivyo hakuwa na hofu sana. Sasa Amora alimwambia Mabula kuwa twende tukamwangalie kijijini kwenu, labda karudi nyumbani kwake. Mabula alisema kwamba hapana, wewe nenda tu nyumbani, mimi niacheni pale stendi nipande gari la kwenda kijijini kwetu. Leo nataka niende nikamtazame. Basi Amora akasema kwamba mpenzi, kwa nini uende na gari za abiria wakati gari yako ipo? Au tunaweza tu kwenda na hii gari la Laila atakupeleka. Mabula akasema hapana Amora, nitaenda tu mwenyewe, naombeni mniachie tu hapo stendi. Basi Laila alipofika stendi, alisimamisha gari, Mabula akashuka. Amora naye alitaka kumfuata Mabula, ila sasa Laila alimzuia, akamwambia kwamba simfuate, amwache mwenyewe kwa sasa. Laila aliwasha gari, wakaondoka. Amora sasa akaanza kulalamika nje na akasema kwamba ni Laila, naogopa sana jamani, vipi Mabula wangu asiporudi? Laila akasema lazima arudi kwako, hana jeuri ya kukaa bila kazi. Wewe muache kwanza kwa sasa, anapitia wakati mgumu. Yaani sasa hivi hata hawezi chochote zaidi ya mama yake. Amora akasema kwa hiyo na kwanza vipi lakini kazi ulimaliza Laila? Yaani haujabakiza ushahidi wowote, si ndio? Laila akasema wala hata sijali shoga yangu, mwili wa huyo mama ushaoza huko alikofukiwa. Amora akasema asante sana besti yangu jamani. Hebu nipeleke kwanza nyumbani nikaweke hata vitu then tuka celebrate ushindi wetu. Laila akasema hayo ndo maneno. Basi bwana, huku kijijini Vomero bwana, mida ya usiku, Timanya alikuwa ndani amelala na mwanae. Mara bwana akasikia mlango unagongwa. Aliogopa sana. Akauliza kwa sauti iliyojaa hofu ya kwamba wewe ni nani unayegonga? Sauti kasikika ikisema kwamba nifungulie, ni mimi Mabula. Timanya hakuamini aliposikia sauti ya mume wake. Alikurupuka kitandani akaenda kufungua mlango. Alipomwona Mabula alimrukia mume wake kwa furaha. Hukuamini kabisa kama leo Mabula amerudi nyumbani. Basi Timanya alimwambia mume wake kwamba karibu nyumbani baba Baraka. Basi Mabula aliingia ndani huku sasa akionekana kutokuwa na nuru usoni mwake. Cha kwanza alimuuliza mke wake ya kwamba mama yangu yuko wapi? Mama yupo hapa ama maana nimeenda kule nyumbani kwake sijamkuta. Timanya akasema mume wangu, mama aliondoka zamani sana tokea nilipokuwa mjamzito na nilikwambiaga tokea hapo hajarudi tena hadi leo. Nini? Yaani mama hayupo. Unataka kuniambia kwamba hakurudi huko? Ndio hajarudi. Kwa nini unasema hivyo? Kwani alikwambia kwamba anakuja huko? Ina maana ulikuwa unajua kwamba mama alipo? Basi Mabula alihisi kuvurugwa. Alifungua mlango akaanza kuondoka. Sasa Timanya alimfuata mume wake nje akamuuliza kwamba unaenda wapi mume wangu? Alafu ndo kwanza umefika. Tafadhali naomba usiondoke, tuna mengi sana ya kuongea.
Mabula akasema niache Timanya, narudi mjini kumtafuta mamangu. Mimi siwezi kukaa hapa ikiwa sijui mamangu yuko wapi. Sasa mume wangu jamani, sasa hivi ni usiku, tusubiri basi hata asubuhi basi afu ndo tumtafute. Yaani kule unataka kuondoka ikiwa hata hujamuona usoni mtoto wako kweli? Aya, vipi kuhusu mimi mke wako leo niacha muda mrefu? Vipi kuhusu huduma? Vipi kuhusu ile deni ambalo umeniachia huko? Mume wangu tafadhali, hebu nakuomba basi rudi ndani tukaongee tena jamani. Tuna mengi sana kuzungumza mume wangu. Timanya, hebu naomba unisikilize sawa? Mimi leo nimekuja huko kwa sababu tu ya mamangu. Sijaja kwa hayo mengine. Nimevurugwa sana, nani sijui hata ni wapi mamangu alipo. Alafu na wewe naye unaanza kuulizia kuhusu huduma. Hebu naomba uniache bwana kwa sasa. Basi Mabula aliondoka zake. Timanya alibaki analia kwa uchungu, maana ni muda mrefu hajamuona wala kuongea na mmewe. Afu leo hii karudi nyumbani, hajataka hata kumtizama mtoto wao. Timanya alilia sana. Binti sasa aliingia ndani, akafunga mlango wake. Alikuwa na maswali mengi sana kichwani mwake. Alijiuliza kwamba sijui atarudi na mbona ana jazba sana ya mama yake kupotea. Ikiwa limetokea muda mrefu na nilimwambia, mbona nimeombea hata kushtuka. Basi Timanya alijiuliza maswali mengi sana. Kesho yake Timanya aliongozana na jirani yake mmoja kisimani kwenda kuchota maji. Huyo jirani ni mtu fulani hivi ambaye ameshibana naye sana. Hivyo hata mambo yake huwa ni kama anamshirikisha. Sasa siku hiyo bwana alianza kumwambia jirani yake wa kwamba, mwenzangu, huwezi amini, jana Mabula si amerudi nyumbani. Jirani akasema, alirudi? Ina maana umemwacha ndani? Timanya akasema, hapana, alikuja tu kumwangalia mama yake kisha aliondoka. Anadai kuwa mama yake sijui kapotea, juu alipo. Sasa mimi nimebaki najiuliza tu kwamba ni Mabula alipoondoka kwenda mjini alituacha huko wote mimi na mama yake. Sasa iweje leo hii ndio aje aseme kwamba mama yake kapotea? Basi huyo jirani akaguna tu akasema kwamba hao alikuwa anaishi naye huko mjini. Huenda kipindi sie huku tunajiuliza mkwe wako yuko wapi, ukuta alikuwa mjini na mwanae. Timanya akasema yana hata mimi mwenyewe nimewaza hivyo, maana kipindi kile nilipokuwa simuoni mama huku nilimwambia Mabula ila hata kuonyesha kujali, na shangaa jana ndio kajali. Jirani akasema kwamba shoga yangu, naona hapo kuna kitu hakipo sawa. Timanya akasema afi kingine, mimi nawaza kuhusu deni la yule Koza jamani, ambaye anadai milioni 2 zake ili anachia mashamba yangu. Na sasa hivi sasa ni miezi 3 imeshapita, ndio kwanza nimempa 200,000. Tena pesa zenyewe nilizokodisha mashamba. Mabula jana alipokuja nilimwambia ile sasa atalishia kunifokea tu. Yaani sijui hata nifanyeje jirani. Jirani akasema, Timanya. Timanya hapo shoga yangu ukizubaa, miezi 6 itapita na huyo Koza atakurudishia 200,000 zako na hata baki na mashamba. Maana amekuvumilia sana. Timanya akasema unajua nilikuwa na matumaini kwa Mabula atanitumia tu hiyo pesa. Maana anajua tuna deni huku. Ila hadi leo bado kimya tu. Mimi mwenyewe hata kula yangu ni ya kusuasua tu. Hapa penyewe na mtoto. Jirani akasema, Timanya, sikia. Hivi unaonaje ukienda kumfuata Mabula huko mjini? Maana ukizidi kukaa hapa utapoteza kila kitu na hali yako ameisha jamani ni mbaya, Mabula kakubadilishia namba, hataki umpigie. Sasa utampataje? Timanya, mimi naona tu bora umfuate Mabula huko mjini, ukamkalie kooni hadi atoe pesa uje kukomboa mashamba yako. Usisubai shoga yangu. Huko mjini ukute kashapata kimada kinamlia mishahara yake. Ndio maana hata akumbuki huko. Timanya akasema, ila kweli. Sasa mimi nitajuaje anapoishi jamani huko mjini? Jirani akajibu, wewe cha kufanya kwanza muombe huyo mkaka aliyenunua mashamba yako, huyo Koza huyo. Na si upo mjini? Sasa kama upo mjini, basi muombe basi akupokea, akupe hata hifadhi kwa muda. Ukiwa mjini huko ulizia media ya Amora ilipo. Si ndio hapo anapotangaza mume wako? Ukipata hiyo media, basi umeshampata Mabula, maana si ni mtangazaji maarufu hapo. Timanya alichekecha akili akaona ni kweli. Ushauri aliopewa leo na rafiki yake ni mzuri. Bora amfuate Mabula huko mjini ili akamuombe pesa za kukomboa kashamba kake. Sasa jioni Timanya alimpigia simu Koza, akamuelezea shida yake kuwa anataka kwenda mjini kumtafuta mume wake. Maana maisha ni magumu na hapa juu huko mjini wala hana pa kufikia. Sasa kwa kuwa Koza ni mtu mwenye huruma sana, alipomsikiliza tu Timanya alimuelewa. Akamwambia kwamba sawa, wewe njoo, mimi naishi na familia yangu tu, kwa hiyo sehemu ya kuweka ubavu haikosekani. Basi Timanya alimshukuru sana Koza. Baada ya kumaliza kuongea na simu, Timanya alishukuru sana, akajisemea kwa sasa natakiwa kulima vibarua ili sasa nipate nauli. Sasa wiki moja bwana ilipita. Mabula alimtafuta sana mama yake sana. Kila mtu alimpigia simu ila hakuna aliyekuwa na taarifa zake. Walienda kukagua hadi hospitalini ila wapi, hawakumkuta.
wodini huko, monchwari wapi. Walimtangaza kwenye media yao, ila wapi. Sasa baada ya jitihada kushindikana, Mabula sasa aliamini kuwa mama yake huenda kuna kitu kibaya kimempata. Mabula sasa akaamua aandae dua ya kuhitimisha, akiamini kwamba huenda mama huyo hayupo hai tena. Amora alikubali hilo. Sasa siku ya dua ilipofika, waliitwa watoto wa chuo. Laila naye alishiriki. Yeye pamoja na shoga yake Amora wote walishiriki kinafiki tu. Basi kisomo kilianza. Mabula alipewa ubani na ustadhi, akaambiwa kwamba aombe dua kisha achome. Mabula alipopewa ule ubani alisema kwamba mama, kama upo kwenye hii dunia, basi naomba kwa kisomo hiki kinachofanyika hapa uonekane mama yangu. Ikitokea haupo hai mama, basi kuna sababu mama. Kama ulipata ajali upumzike salama, na kama kuna watu wabaya au wahuni walikuvamia au kukubaka mama, basi naomba usitulie mama hadi nao walipe. Sasa Mabula aliponena hivyo, Amora na Leila, saa ngapi wasipaliwe moshi unaotoka kwenye kitezo bwana. Ghafla wakaanza kukohoa hatari. Sasa ile kukohoa sana, yani mtu na shoga yake ni walikohoa vibaya mno. Sasa ustadhi aliyekuwa sasa anaongoza kisomo hicho aliuliza, jamani shida nini? Amora kwa shida sana akasema kwamba maji. Aliomba maji ya kunywa kwanza, wakaletewa maji na shoga yake, kisha waliinuka wakaenda kukaa kando kabisa na kisomo. Dua iliendelea kusomwa. Ilipoisha, Mabula aliinuka akawafuata kina Amora, akauliza mpo sawa? Sasa Amora alimjibu kuwa kwa sasa tupo sawa, ni ule tu moshi unaotoka kwenye kitezo ndio uliotupalia. Si unajua tena tujazoea mambo ya moshi na makunikuni. Mabula akasema poleni sana baby, na maana wote yani wawili mna allergy na moshi. Hapo Amora na Leila walitazamana kwamba ina maana wote wawili kwa wakati mmoja muwe na allergy na moshi. Kisha Leila sasa aliinuka akaaga kuwa jamani naondoka. Amora naye aliinuka akamwambia Mabula kuwa anamsindikiza Leila kidogo. Basi aliondoka. Akabaki Mabula amesimama tu mwenyewe hapo. Sasa alikuja ustadhi ule aliyekuwa sasa anafanya hicho kisomo. Alipofika, alianza kumpa Mabula mawaidha kidogo tu, akamuhusia kuwa amshukuru Mungu kwa kilichotokea, asikufuru. Kikubwa tu aseme kwamba alhamdulillah, sababu Mungu huwa akosei kwa kila analolipanga. Alimuhimiza kuwa awe na subra kwenye kipindi hicho kigumu anachopitia na asiache kusimamisha swala ili amwombee mama yake huko aliko na awe mahali salama. Basi Mabula yeye alimshukuru sana ustadhi kwa mawaidha hayo mazuri ambayo amempatia, kisha waliagana. Sasa Amora na Leila walienda kusimama kwenye parking za gari, wakaanza kuongea bwana. Leila akasema, shoga yangu, mbona kama kisomo kilitaka kutumbua pale? Aise, kweli Mungu mkubwa. Amora akasema, yani wewe acha tu, ila hakuna aliyeshtukia chochote jamani. Afu wala kwanza tusufie. Na hivi sasa mimi na Mabula tulikuwa hatupo nchini. Ndio kabisa. Leila akasema, haya mama, furahia penzi. Sasa Mabula kabaki kuwa kwako peke yako kama ulivyotaka. Amora akasema, asante mpenzi jamani, umefanya kitu kikubwa sana. Leila akasema, usijali kipenzi bwana, acha sasa mimi niende. Basi waliagana, kisha Leila aliondoka kuelekea nyumbani kwake. Sasa nyumbani kwa Leila, msikilizaji, Leila alipofika nyumbani kwake alijisi sana upweke na hamu ya kuwa na mtu wa kufanya naye starehe kidogo siku hiyo. Wanaela hao utawaambia nini, hao wote ni mishangazi. Wanaela. Sasa alichukua simu akaingia mtandaoni kwenye app maalum ya kutafuta vijana wale wa Showtime. Alianza kuangalia mmoja mmoja, alikuwa anatazama picha zao, huku sasa anajisemea kwamba huyo kibonge huyo. Kibonge huyo anakuaga wazito sana. Huyo mrefu ila sura yake ngumu. Hapana staki. Huyo mfupi. Huyo mfupi atakuwa na kibamia huyo. Basi Leila aliendelea kutafuta hadi alipopata mtu ambaye alivutiwa naye, akamrequest. Mwanamume huyo aliitwa Festo. Umri wake bwana ni kama Mabula tu, yani ni mdogo kwa Leila. Basi Festo yeye bwana alikuja nyumbani kwa Leila. Baada ya kufika pale haraka sana wakafanya mambo yao hadi mida asubuhi. Sasa kulipokucha, Leila alimpatia Festo pesa waliopatana, akamwambia kwamba unaweza kwenda sasa. Festo alitoa kadi ya mawasiliano, akamwambia Leila kwamba kama utanihitaji tena, kama utahitaji kampani yangu kwa mara nyingine, basi nitafute.
Sasa Laila alimwambia kwamba samani, mimi sinaga desturi ya kurudia mwanaume, pesa yangu ndo mwanaume wangu, haya ondoka, nenda. Basi jamaa akasema sawa, utaitupa basi tu hiyo kadi. Festo aliacha ile kadi mezani akaondoka zake. Laila alibaki anamtazama tule kijana kupitia dirisha, huko anasema ya kwamba naona akachoka kuishi huyu kijana, anahisi kuna pesa za bure tu, huyu atanifaa kwenye kazi yangu nyingine. Basi alichukua ile kadi akaenda kuhifadhi ndani, kisha alienda kujiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Laila humo ndani, msikilizaji, Laila yeye anaishi peke yake. Hakuwa hata na dada wa kazi zaidi tu ya mlinzi tu ambaye anakaa nje huko getini. Yaani hakutaka humo ndani akae na mtu yoyote yule kwa sababu anazijua yeye mwenyewe. Sasa wakati anamalizia kujifanyia makeup pale, alisikia sauti ya nyoka. Laila aliposikia hivyo alijua kuwa anaitwa sehemu fulani. Laila alichukua funguo kisha alienda kufungua kwenye chumba kimoja kilichopo humo ndani na akaingia bila hata wasiwasi. Aisee, humo ndani kulikuwa kuna bonge moja la nyoka. Yaani chatu ule chatu mzee kabisa. Ukisikiaga mtandaoni kwamba je, unaweza maishani tunaweza kulala na nyoka, sasa ndo kina Laila hawa. Huyo nyoka alikuwa nikajikunja, kaenea chumba kizima. Alafu sasa katikati kuna nafasi. Hapo katikati ya nyoka kulikuwa kuna kibuyu kinachotoa moshi tu muda wote. Laila sasa alipofika aliuliza kwamba nimesikia unaniita, niambie shida yako. Mara sasa ilitoka sauti ndani ya kile kibuyu iliyosema kwamba nina njaa. Laila alitabasamu kusikia hivyo, kisha akasema kwamba nilijua tu hilo, kuwa baada ya miezi kadhaa utahitaji nyama tena, hivyo nilikuwekea. Basi Laila alitoka nje akaanza kuelekea kwenye chumba cha store taratibu tu, huku akiwa sasa anakumbuka kitu alichofanya miezi mitatu iliyopita. Hicho kitu cha miezi mitatu iliyopita, msikilizaji, ni kwamba siku ile ambayo Laila aliwatuma watu wakamkamate mama yake Mabula na wamlete kwake akiwa hana fahamu, Laila bwana hakumuua yule mama, kwani alijua kuwa huyo mama anaweza kumfaa kwenye mambo yake ya nini, hayo ya siri. Basi yule Laila baada ya mama huyo sasa kuletwa kwake, siku hiyo bwana alimchukua akaenda kumfungia kwenye store yake, huku sasa akiwa kamfunga kamba miguu na mikono na pia kumziba na macho. Muda wote huo wa miezi mitatu mama Mabula aliishi store kwa Laila, huku sasa akinyweshwa uji tu na dawa za kumpumbaza akili. Yote hayo Amora hayajui. Yaani alishoga mtu amegeukana hapa sasa. Sasa hivyo ndivyo ilivyokuwa nyuma ya pazia, msikilizaji. Umeelewa eh? Basi tuendelee sasa. Sasa Laila aliongoza hadi store alipomfungia mama Mabula, huku sasa akijisemea kuwa muda wako wa kufa rasmi umeshafika mama Mabula. Basi bwana. Alipofika Laila alifungua store, akamtoa mama Mabula, kisha akamburuza hadi kwenye kile chumba chenye chatu. Mama Mabula bwana alikuwa ni kadhoofika sana. Yaani yupo kama chelewa vile. Unajua chelewa ule mfagio wa kufagilia ile. Alikuwa hata hajitambui. Basi bwana, Laila alipofika kwenye hicho chumba sasa ambacho kuna hilo lichatu, alipofika alimsukumiza mama huyo kwenye mdomo yule chatu, huku anasema kwamba haya kula ushibe. Bwana we msikilizaji, kilichotokea humo chumbani, unadhani ni nini ambacho kitatokea baada ya mama wa Mabula kusukumizwa kwenye chatu? Je, kuna vita ya kibabe itatokea ama vita huko, ama itakuwaje, ama tunazika na kusafirisha? Tukutane sehemu ya pili, msikilizaji, kuendelea kufahamu yote yaliyoendelea na vipi kuhusiana na Timanya. Je, atafika mjini? Na akishafika mjini akaulizia kuhusiana na Mabula na akampata, kwa sababu Mabula yupo kwenye chombo cha habari ambacho kinafahamika. Kwa hiyo akifika tu anaulizia na anafahamika. Sasa vipi akishakuja huku na akadondokea bahati mbaya kwenye mikono ya huyu sugar mami wa Mabula, itakuwaje msikilizaji? Bado tuna mengi mazuri ya kuendelea kuyafahamu. Kwa hiyo kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tukutane sasa sehemu ya pili tufahamu vitu vile muhimu sana. Je, mama Mabula alimezwa? Na kama alimezwa, kipi kilichoendelea? Na je, mke wetu, wifi yetu, shemeji yetu alifika mjini? Langu jina ni Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.